Dada zangu mnaonisikiliza kwenye hii simulizi, ngojeni niombe kitu kimoja. Hakuna mwanamke aliyewahi kufa kwa sababu ya kuchelewa kuolewa. Hakuna. Ila wapo wanawake wengi sana waliofariki kwa sababu ya kuolewa na watu ambao, yani kuolewa na wanaume ambao sio sahihi. Kwa hiyo punguzeni homa ya kutaka kuolewa mapema. Punguzeni homa ya ndoa, kwa sababu kama wakwako yupo na Mungu amekupangia, atakuja tu kwa wakati wake. Usiingie kwenye ndoa kwa sababu unaona umefikisha miaka 30 kama Elena na bado hujaolewa. Usiingie kwenye ndoa kwa sababu unahisi tu unataka kuolewa. Ingia na mtu sahihi ambaye kinywa chake kitakuwa salama dhidi yako, lakini mikono yake itakuwa ni kwa ajili ya kukupapasa na sio kukuadhibu. Kwa hiyo leo hii hapa tumekutana sehemu ya mwisho ya simulizi yetu nzuri ya Elena, na tulipoishia sehemu ya kwanza tuliona kwa ushawishi wa rafiki yake amemshawishi ya kwamba aende kwa mganga na akamtengeneze huyo mwanaume, ama akatengenezwe yeye mwenyewe Elena ili aweze kuolewa. Sasa nini hatima hiki kitu ambacho anakifanya Elena? Lakini dada wa kazi, yani msaidizi wa kazi wa Elena, kuna ndoto ameiota. Na usiku wa kuamkia siku ambayo Elena anataka kwenda kwa mganga, kuna ndoto ambayo ameiota ambayo ni kama sijamipuzia. Mbaya zaidi, na mdada msaidizi wa kazi anamwambia dada, kuna ndoto nimeiota kuhusu wewe, naomba nikwambie. Lakini Elena amekataa. Akamwambia, bwana, endelea na ratiba zako bwana, au matoto yako utaniambia siku nyingine. Sasa kupuzia huku ama hii dharau, kipi kitakachomkuta huyo binti? Nadhani kwa haya yote tutajifunza. Langu jina Lucas Lumba, msikilizaji usisahau kusubscribe channel hii mpya kabisa. Naam, tuwe pamoja kwenye hii safari ya Elena ya kwenda kwa mganga. Na Elena anatuambia kwamba ilikuwa ni safari ndefu kuliko nilivyofikiria. Yani hadi inafika jioni tulikuwa bado hatujafika tuendako. Tulipita pori na pori, vilima na vilima, miguu ikachoka. Tukaamua kulala sehemu moja hivi kwa kibibi tu ambaye Wema anadai bibi huyo ni ndugu na huyo mganga. Basi bwana, kesho yake asubuhi na mapema tulianza safari. Tena tulikuja kufika mchana. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwenda kwa mganga, hivyo mazingira ya eneo lile yalikuwa ni magumu sana kwangu. Kutokana na muda tuliofika, mganga akasema hawezi kufanya chochote kwa muda ule, na kilichonishangaza ni yeye kujua shida yangu bila hata kumweleza. Kitu ambacho kilinifanya niamini kuwa shida yangu itakwenda kuisha na hatimaye nitaishi katika ndoto yangu. Basi tulikaa pale hadi ulipofika muda usiku, nikaitwa na kuambiwa nivue nguo zote. Nilishangaa, nivue nguo tena? Sasa Wema alinifinya bwana na kuniambia nifanye kama nilivyoambiwa. Kwa uoga nikavua na kubaki mtupu. Mganga akaniambia niingie ndani ya chumba kidogo kilichokuwa na chungu kikubwa. Niliogopa huku moyo ukigoma. Ila kutokana sasa na kuwa ilikuwa ni kiu wangu, yani ni kwamba yani na kiu kuwa na mimi nataka niolewe, nikaona sio mbaya. Kweli nikaingia. Mganga akaniambia niingie kwenye kile chungu. Bila kubisha nilipiga hatua na kukisogelea. Nikaangalia, hakukuwa na kitu chochote ndani yake, ila kilifuka moshi kana kwamba ni kuna moto ndani yake. Basi taratibu nikaingia pale na kuambiwa nikae. Nilivyokaa akatoka nje na kuja na maji na kusimama pembeni yangu. Niligeuza uso wangu na kuangalia maji yale, yalikuwa ni meusi. Kichwani nikasema kumbe kuna maji meusi kabisa na watu hawasemi. Ujinga ninao kidogo. Basi mganga akaniambia funga macho, nikafunga. Akaanza kuongea maneno kwa lugha ambayo hata sikuwa naielewa. Na baada ya kuongea akachukua maji na kuanza kunimwagia. Alinimwagia kuanzia kichwani. Ajabu, maji yale hayakuwa yakiingia ndani ya chungu kile, ila nilisikia tu yakishuka hadi miguuni. Basi baada ya kumaliza kuogeshwa pale, nikatolewa na kufutwa kwa kitambaa chekundu. Alivyomaliza akaniambia nikalale, ukifika muda ataniita. Kweli bwana, mimi nikarudi. Hapo naogopa balaa. Muda ukasogea na usingizi ukachukua nafasi yake. Mimi sikulala sana, nikaja kuamshwa na kurudishwa kwenye chumba kile kile. Safari hii hakukuwa na chungu, ila kulikuwa kuna kitu mfano wa ngozi. Nikaambiwa nilale juu yake. Bila kuuliza wala kuchelewa nikalala.
Sasa baada ya kulala akanimwagia dawa, na baada ya kumwagiwa tu nilipitwa na usingizi mzito sana na kufanya sasa nisijue nini kiliendelea. Mimi sikujua umepita muda gani, ila nilikuja kuamka ikiwa bado ni usiku. Na nilivyoamka tu nikaambiwa tuna safari ya kwenda ambayo hiyo ndio itakwenda kukamilisha tiba yangu. Mimi nijibu sawa, nikapewa kitambaa cheusi na kufungwa kifuani. Kisha akaja nyuma yangu na kunishika usoni kwa sekunde kadhaa, alafu akaniachia na kuniambia fungua macho. Nilifungua na kushtuka kuona tuko katikati ya makaburi. Mwili ulitetemeka, nikawa na hofu kubwa. Mganga akaniambia nisiogope, hii ndio hatua ya mwisho. Kisha akanipa kitu kama mshumaa hivi, akaniambia niwashe. Nikawasha, akaniambia tena chimba shimo dogo. Nikachimba, akaniambia sema unachotaka kifanyike. Basi bila kuchelewa nikasema haja yangu. Kisha akaniambia fukia, nikafukia. Na baada ya hapo nikarudi nyuma. Akanishika kama mwanzo na kuniambia nifungue macho. Basi sasa mimi pale nikafungua, mara akaniambia nilifunga macho, mara akaniambia fungua. Nikafungua, nikajikuta sasa tumerudi kwenye kile chumba. Basi akachukua mafuta kwenye kichupa fulani hivi na kunipaka mwili mzima, kisha akaniambia kazi yako imeisha. Nitabasamu na kumshukuru sana. Sasa nikamuuliza anataka nimpe shilingi ngapi. Baba yule aliniangalia na kunisogelea, akanishika shavu na kusema hii ni zawadi yangu kwako. Sihitaji malipo yoyote. No, hapana, umenifanyia kazi kubwa sana, kwa hiyo mimi siwezi kuondoka bila kupa chochote. Haitakuwa haki. Huduma hii nimeifanya kwa ajili yangu mwenyewe. Hivyo kuwa na amani, na utakapotoka hapa amini utaenda kumpokea mpenzi wa maisha yako. Nashukuru sana. Basi nitakuja kukupa mrejesho, na nitakapokuja basi nitakuja na zawadi kubwa sana. Sawa. Unaweza kwenda kulala sasa. Bila kuongeza neno aligeuka na kuondoka. Ajabu, alipiga hatua kadhaa akapotea. Niliogopa, ila sasa nikajikaza na kurudi sehemu tunayolala. Basi nilala. Kesho yake nikaamka asubuhi na mapema, tukaoga, na baada ya hapo Wema akaniambia kwamba Elena, mpatie ile pesa tuliyobeba tuondoke, maana siku zimeenda, huko nyumbani tutakuwa tunafikiriwa sana. Nikamjibu alikataa nisimpe chochote. Mama akasema wewe unamaanisha nini kusema alikataa? Nikasema mimi ina maana kwamba unielewe hapa ninachosema, ama mimi nimesema nilitaka kumpatia akakataa, hataki kitu chochote kutoka kwangu. Wema alicheka akasema hivyo una masiala nini? Yaani amehangaika na wewe siku 3 afu leo uje kusema kwamba umekataa. Mimi mwenyewe niliyefanywa tiba rasharasha tu nilimpatia. Tena sio chenji, nilimpa pesa wewe. Kwa hiyo tunabishana sana. Sio kubishana, Ile unajua yaingia akilini kabisa. Haya, huenda mwenzangu ana nyota kali, nitajuaje? Aliongea na kuchukua pochi yake. Bila kupoteza muda tukatoka ili kwenda kuaga. Kufika nikashangaa mtu anayemtaja Wema kuwa ndo mganga ni tofauti na yule aliyekuwa akinitibia. Nilimwangalia Wema na kutaka kumuuliza, ila nikashangaa kumuona yule mganga pembeni ya mganga anayeongea na Wema, akaweka kidole kwenye mdomo akimaanisha nikae kimya. Sasa nitoa macho kwa uoga nikimshika Wema mkono na kuangalia pembeni. Basi tuliaga na kupewa ruhusa kuondoka. Tuliinuka na kuvaa viatu vyetu kisha tukageuka kuondoka. Nilipiga hatua kadhaa, nikageuka nyuma na kukuta yule mganga aliyekuwa akinifanyia tiba akinipungia mkono wa bye bye, huku uso wake ukipambwa na tabasamu nono. Basi bwana, tulitembea huku njia nzima nikiwa kimya, kichwani nikijiuliza imekuwaje yule mganga awe tofauti na tuliyemfuata? Na kwa nini kanizuia kumuuliza Wema? Ina maana hapana, nitakuwa tunaanza kupitiliza. Basi bwana, nilijiambia hivyo na kuamua tu kupotezea. Basi tukasafiri kutoka maporini na kuingia Tanga. Tuliingia Tanga mjini, ilikuwa ni mida usiku. Sasa kutokana na uchovu tuliokuwa nao tukalazimika tulichukua tu pale chumba fulani hivyo hotelini na kulala. Sasa wakati nikiwa nimelala nikaota natembea pembezoni mwa bahari. Mara akaja mkaka fulani hivi mzuri sana mwenye asili ya Kiarabu. Kaka yule alisimama pembeni yangu na kunisalimia. Nilitikia na kubaki nikimwangalia namna alivyokuwa anavutia. Kaka yule alitabasamu na kuniambia, mrembo, naweza kuwa rafiki yako kama utojali? Bila kufikiri nilitabasamu na kumwambia bila shaka. Basi kaka yule alicheka na kunyosha mkono akitaka nimshike.
Nami bila kupoteza muda nilinyosha mkono na kumpatia. Alinishika na kuniangalia usoni akasema asante kwa nafasi. Nikamwambia karibu sana. Nilitikia huku nikitabasamu, mara nikashtuka Wema akiniamsha huku akisema, bwana mzima alarm lako huko bwana. Mtu unacheka usingizini kama kichaa. Nilifikicha macho yangu na kuchukua simu nikaangalia, ilikuwa ni saa 8 na sikumbuki kama niliseti alarm. Basi nikaizima na kurudi kulala. Kesho yake asubuhi tuliamka mapema na kuanza safari ya kurudi Dar. Njiani nikampigia Penina maana najua atakuwa amenitafuta sana. Simu iliita kidogo na kupokelewa. Akaniambia, wewe mbwa, umekutwa na nini? Mbona simu yako ilikuwa haupatikani vipi? Nikamwambia, tulia wewe bwana, vipi uko poa? Akaniambia, hasa mimi nakwaje poa ile hali hata sijui uko wapi wala hata upatikani. Kwanza mniambie uko wapi maana mimi nikuja kwako naambia umesafiri. Nikamwambia niko njiani natokea Arusha, niliona bora tu nikae mbali kidogo walau niipe akili nafasi ya kwanza upya. Akasema, kuna kitu hapo sio bure. Hebu fika nyumbani kwanza afu mimi nitakuja tuongee. Na piga simu kwenu, watu wamevurugwa, yani kila mtu anajiuliza uko wapi. Nikamwambia poa, nitakucheki nikifika. Basi alijibu sawa, nikakata simu. Wema akasema, ndugu yangu jitahidi usiropoke ulikokuwa. Si unamjua tena Penina vizuri Yaani utashushua maombi hapo ya kuvunja kuta za Yeriko. Nikamwambia usijali, halafu nimekumbuka jana ulisema mganga ametumia siku 3 kunifanyia tiba. Kwani alivyokuja kukuita baada ya kuoga dawa urudi, si ulilala mle ndani siku 2? Siku 2. Yaani kiaje, si nilala tu muda mfupi na baada ya dawa ya mwisho nikarudi kulala. Sasa inakuwaje siku 2? Mbona mbona usinichoshe bwana. Hivi si una simu yako? Angalia tulienda lini na leo ni lini kisha piga mahesabu. Alivyosema hivyo, nilichukua simu yangu na kuangalia. Kweli siku zilikuwa zimeenda. Nilishangaa, ina maana nilala mle ndani siku 2? Niliwaza na kumgeukia Wema na kusema ya kwamba kweli ni siku 2. Ila nimeshangaa kuona kumbe kuna mganga mweupe bwana. Wema aliniangalia na kuniuliza, wewe unamaanisha nini kusema mganga mweupe? Mimi namaanisha sikuwahi kujua kama kuna mganga mweupe. Mimi nilijua waganga wote wanakuwa weusi. Dada, hivi una shida akili? Au dawa ulizopewa zimekulevya? Hivi kwa macho yako kabisa kumwangalia yule babu unamwona kabisa ni mweupe? Yaani mtu ni mweusi kama chungu cha kuchemshia dawa ndio unamwona mweupe? Nilikaa kimya huku nikitafakari. Ina maana kweli yule alikuwa akinitibia ni mwingine? Maana yule alikuwa ni mweupe na sio mbabu bali ni mbaba ambaye kwa haraka haraka umri wake ni kati ya miaka 40 hadi 45. Asa mimi nitaka kuongea ila nikakumbuka mara ya mwisho alinitaka nikae kimya. Basi nikabaki kimya huku nikijiuliza maswali yasiyo na majibu. Mida ya mchana hivi tulikuwa tayari majumbani mwetu na kutokana na uchovu niliokuwa nao nilifikia kulala ambapo nilikuja kuamka jioni baada ya Penina kufika. Kiuchovu nilikaa na kusalimiana na Penina. Akaniuliza maswali kadhaa kuhusu nilikokuwa, nikamdanganya na kuhamia kwenye stori zingine. Chakula kilipikwa na kuwekwa mezani, tukapakua na kuanza kula. Mara Penina akasema, nimekumbuka hivi, unajua jana nimemwona Levis. Levis gani? Levis gani? Na maana mjio Levis. Sasa ningekuwa namjua ningekuuliza bwana, si uniambia tu nani? Makubwa. Si ule kaka uliyemtongoza siku ile? Kumbe ule kibenteni. Ulivyomwona ikawaje? Sio ikawaje. Nimeona jana akiwa airport wakati namsindikiza shemeji yako. Okay, itakuwa alikuwa tu na abiria ndio maana. Abiria wa nini? Dada alikuwa kwenye ndinga la maana na hakuwa mwenyewe, alikuwa ni familia yake walikuwa kimwaga pale. Sasa sijui atakuwa alikuwa anaenda wapi, anajua yeye. Ni mtoto ni mtoto wa wenyewe, yani babake nahisi ni mkurugenzi kwenye idara fulani hivi. Sema sikumbuki ni wapi nimeona. Yani hapo basi tu yani. Wote kwa umemfananisha yule kijana. Unajua yule kijana ni bodaboda. Tena ni kama malaya hakuna mfano. Hebu acha uchizi. Levis ni bodaboda kuanzia lini? Au kwa sababu siku ile yani alikuwa amevaa kawaida tu ndio ukamwona kama bodaboda. Sikutaka kubishana naye kwanza. Nikaona huyu, hebu ngoja nitulie tu. Basi tulibadilishana pale mawazo nini, tukachange na mada, tukaendelea na kula. Baada ya chakula Penina aliaga na kuondoka na mimi nikabaki na ratiba zangu.
Siku zilienda, ikapita wiki. Siku hiyo baada ya kutoka kazini, nikaona nipitie Shoppers kununua mahitaji ya nyumbani. Basi nilifika pale, nikapaki gari na kushuka, nikaingia ndani na kuanza kuchukua vitu nilivyohitaji. Sasa wakati nikiwa busy kuchukua vitu, nikawa nahisi harufu fulani hivi. Sasa nikasimama huku nikijaribu kufikiria ni wapi nilisikia harufu hiyo. Ghafla akatokea mkaka akiwa kama anatafuta kitu hivi. Nilimwangalia yule kaka, nikagundua ni yeye ndio ananukia manukato yale. So nikageuka ili kuendelea na mambo yangu, lakini nikasita, na hii ni baada ya kuhisi kitu. Nilihisi mtu yule kama niliwahi kumuona mahali. Wakati nikiwa bado namwangalia huku nikijaribu kuvuta kumbukumbu ni wapi nilimuona, akageuka na kufanya sasa tuonane uso kwa uso. Kitendo cha kuangaliana tu, yule kaka alitabasamu na kusema hello. Nilipigwa na butwaa baada ya kusikia sauti yake. Nikakumbuka ni wapi nilimuona mtu huyo. Yes, huyu ndio yule kaka niliyemuota wiki moja iliyopita, siku ile niliyotoka kwa mganga. Ajabu, sasa baada ya kuitikia salamu yake, aliniambia sijategemea kukuona hapa, vipi unaendeleaje? Aya. Nilipata gumizi na kumjibu naendelea vizuri tu, sorry, tunafahamiana. Nilivyouliza hivyo, alicheka na kuzidi kunichanganya. Kwani cheka yake ni ile ile tu, kiufupi ni yeye. Bila shaka kama isemavyo nafsi yako kuwa ni mimi, basi rafiki yako. Na usiweze sana kufikiria ni wapi tulionana ama uliniona. Najua umekutana na watu wengi sana hivyo, kwa hiyo sio rahisi kukumbuka kila mtu, ila mimi rafiki yako Sultan. Nibaki mdomo wazi nisielewe imekuaje mtu ni muote alafu nakuja kuonana naye. Tena anasema sisi ni marafiki. Hii ni maajabu. Sasa nitabasamu na kumjibu tu ya kwamba sawa Sultan, nashukuru, vipi? Naweza kuendelea na mambo yangu tafadhali? Akasema bila shaka unaweza. Alivyojibu hivyo, niligeuka na kuchukua vitu huku sasa nikimwangalia kwa kuibiaibia. Nichukua vitu vyote nilivyohitaji na kwenda kulipia. Kufika pale nikamkuta na yeye akiwa kwenye foleni. Akalipia na alipomaliza akasimama pembeni kama vile ana kitu anasubiri. Mimi sikuongea kitu. Sasa nikatulia tu, na ilipofika zamu yangu nikahesabiwa vitu na kuambiwa kiasi ninachotakiwa kulipa kabla hata sijafungua pochi yangu kutoa pesa. Sultan alitoa pesa na kulipia, kisha akachukua mfuko na kuweka vitu vyote. Nilimwangalia kama kituko huku sasa nikiwa sielewi anawezaje kufanya hivi kama tunafahamiana. Basi alipakia na alipomaliza akabeba na kuniambia kwamba tunaweza kuondoka. Nilimwangalia na kutamani kumzuia, ila nikaona haitakuwa sawa maana watu ni wengi. Hivyo nitabasamu na kuongozana naye kutoka nje ya jengo lile. Ajabu ni kwamba alinyoosha moja kwa moja hadi kwenye gari langu. Kitu ambacho kilizidi kunishangaza inakuaje alijua hadi gari langu. Basi aliniangalia na kuniambia kwamba sorry, ninaweza kufungua au nimekosea, ile sio gari lako? Kwani umefahamu vipi kwa hili ni gari langu? Nilimuuliza huku nikiwa nimemkazia macho. Sultan atabasamu na kusema ingekuwa vyema kama ungefungua kwanza maana nachoka mikono. Basi bila kuongeza neno nilifungua, akaweka na kusema kwamba wow, humu ndani kunanukia sana, nimepapenda mno. Nikasema asante, hilo hujanijibu, umefahamu vipi gari langu? Akaniambia kwamba nilikuona wakati ukiingia, vipi kuna tatizo? Nikasema hapana asante. Niliongea na kupiga hatua nikitaka kuingia kwenye gari ili niondoke, lakini nilisimama baada ya kushikwa mkono. Niliangalia mkono wake jinsi alivyonishika na kujikuta nikipata hasira. Anapata wapi nguvu ya kunishika mkono kama vile mimi na yeye tuna mazoea ya wapi na wapi jamani? Kabla hata sijaongea kitu, aliniachana na kusema nisamehe, sikuwa na nia kukukwaza. Bye, tutaonana wakati mwingine. Sasa hakusubiri niongee, akaondoka na kuingia kwenye moja ya magari yaliyokuwa eneo lile na kuondoka. Nilibaki nimesimama huku nikiliangalia gari lake hadi likapotea. Taratibu niliingia kwenye gari na kugeuza shingo yangu, nikaangalia ule mfuko wa vitu. Kichwa changu kilijaa maswali mengi yasiyo na majibu. Mwisho nikaamua kuondoka na kurudi nyumbani. Ratiba zingine ziliendelea na muda ukaenda, hatimaye ukafika muda wa kulala. Kawaida huwa napenda sana kuoga kabla ya kulala. Hivyo baada ya kuingia chumbani, nilitoa nguo na kuingia bafuni. Nikafungulia maji kwenye jacuzzi na kuingia humo. Nilifunga macho na kutulia, ghafla picha ya Sultani kanijia. Nikafungua macho na kujiuliza imekuaje leo niogee jacuzzi mida hii wakati sio kawaida yangu.
Niliwaza na kutaka kuinuka, ila nikahisi harufu ya manukato kwa mbali. Nilitulia taratibu, nikaanza kuvuta ile harufu huku nikijiuliza yanatokea wapi. Kadri sekunde zilivyozidi ndivyo manukato yale yalizidi na kufanya hata bafu lote kunukia. Nilihisi kuchanganyikiwa na kushindwa kuelewa nini kinaendelea. Kwa hofu kubwa nilitoka mle bafuni na kurudi chumbani. Ajabu, huku sasa ni mimi sikusikia harufu yoyote, ila nilishangaa kuona night dress nyekundu ikiwa juu ya kitanda. Niliogopa na kutoka chumbani. Haraka nikaenda kwa Zubeda na kumuita, Zubeda, uende umweke ile nguo kitandani. Hapo nimuuliza baada ya kuitika. Zubeda alionyesha kushangaa na kusema, nguo gani? Mbona mimi sijaingia chumbani kwako dada? Wewe, naomba uache masiala. Acha masiala bwana, umesikia? Mimi nimeingia bafuni natoka nakuta nguo ya kulalia kitandani. Sasa nani kaiweka? Dada, kweli mimi sijaweka nguo yote, ila tunahisi labda utakuwa uliweka kabla kuingia bafuni, maana wewe akili zako yani zikichoka sijani unakuwa kumbuki kila kitu dada. Kwa unataka kusema kwamba mimi na shida kupoteza kumbukumbu, si ndio? Mimi sina maana hiyo dada, ila sasa wewe umeweka mwenyewe, maana hakuna mtu mwingine huko ndani zaidi ya mimi na wewe. Nilimwangalia na kutamani kumtukana, nikaona haina maana. Kiwoga nikarudi chumbani na kukuta iko pale pale. Nilisogea na kuishika, nikaiangalia na kujiambia huenda nitakuwa niliweka mwenyewe. Basi nikajifuta maji na kuvaa. Baada ya kuvaa nikapanda kitandani na kulala. Kwa mara nyingine tena nikaota niko njiani nafanya mazoezi, nikakutana na Sultani. Nilisimama tukasalimiana pale kwa uchangamfu sana, na baada ya salamu kila mmoja akaondoka. Nilifungua macho na kuangalia huko na huko kama vile natafuta kitu, kisha nikarudi kulala. Usiku uliisha, zikapita kama siku 3 hivi, na katika siku zote hizo ilikuwa nikilala na muota tena tukionana sehemu tofauti tofauti, na ile hali ya kusikia harufu ya manukato yake haikuisha. Yaani kuna muda hata nikiwa kazini nilisikia. Kitu ambacho kilianza kuninyima amani na kunipa maswali mengi. Nitamani sana kuongea na Penina, ila sasa nikawaza nilienda kwa mganga. Nikaona bora niongee na Wema, maana Wema si ndio nilienda naye. Basi siku hiyo baada ya kutoka kazini nikaona ngoja niende kwake. Ila kabla ya kwenda kwake nikapitia sokoni kuchukua matunda, maana sio vema kwenda nyumbani kwa mtu mikono mitupu. Nilifika na kuchukua matunda niliyohitaji, nikalipia na kurudi nilikopaki gari. Ajabu, nikamkuta Sultani akiwa amesimama pembeni ya gari langu. Niliangalia huku na huko na kumuuliza, wewe umefikaje tena hapa? Niliuliza hivyo tabasamu na kusema nimetoka tu msikitini hapo, nikaona nipitie vitu kidogo hapo ili nikarekebisha, na bahati nzuri nikaona gari lako. Sio nikaona sio mbaya nikiondoka bila kumsalimia rafiki yangu. Vipi unaendeleaje? Lakini ni siku ya 3 sijakuona. Niliangalia mfuko alioshika na kusema niko poa, nashukuru kwa kupoteza muda wako kwa ajili yangu. Akaniambia kuwa na amani. Alijibu. Nikatoa lock na kutaka kufungua samlango. Akaniwahi pale na kunifungulia. Akasema kwamba kama utojali naomba lift basi walau nisogeze, maana jua linachoma sana. Sasa bila kuwaza nijibu sawa. Nikaingia, kafunga mlango pale. Safari ikaanza. Sasa baada ya kuingia kwanza niliwasha gari na kutoka eneo lile. Na muda huo sasa tulikuwa kimya, yani wala hakuna aliyeonesha kutaka kuongea. Basi niliendesha pale hadi pale sasa aliposema mimi nimwache. Nikasimamisha gari pembeni. Akafungua mlango na kusema asante na umependeza sana. Kama kawaida hakusubiri nijibu. Akashuka na kuondoka. Sasa mimi niligeuza shingo kumwangalia. Kweli kuna gari lilikuwa limepaki. Akaingia, nishusha pumzi na kuondoka. Dakika 20 zilinitosha kufika nyumbani kwa Wema. Nikamuuliza kila kitu. Wema akaniambia kwamba Elena, mbona unaongea kama vile unaogopa? Hivi hujawahi kukutana na watu au hofu yako nini hasa? Wema, sio kwamba eti mimi naogopa, ila kwa nini muote sana? Na mara kadhaa nasikia harufu yake, yani hata akiwa yuko karibu na mimi. Wema aliniangalia kwa kunikazia macho na kuniuliza hujawahi kupenda? Nishawahi, ila haihusiani na ile. Ni kweli haihusiani, maana kila mtu anakuja kwa namna yake. Ila cha kuambia tu ni kwamba nyota yako imeshang'aa na tayari unaonekana. Sasa jifanye kujizungusha upishana gari la mshahara. Subiri, unataka kusema huyo kaka atakuwa ananipenda? Inawezekana. Sasa mimi nafikiri hivi nafikiri kitu gani kinamfanya kufuatefate? Jibu ni kwamba kuna kitu anakiona kwako.
Na hicho kitu ni mapenzi. Hivyo kipenzi, utachagua wewe mwenyewe, umkaribishe kwenye maisha yako au umwache aondoke. Sasa Wema alivyosema hivyo, nilifikiria sana na kusema inaonekana mganga wako yuko vizuri sana. Yaani hata mwezi bado tayari mwanga ushaonekana. Wema akasema, kuhusu mganga wangu pale ni funga semi, baba yuko vizuri sana. Basi nitabasamu na kuamua kumuaga, kisha nikarudi nyumbani. Kufika nikaingia chumbani na kujilaza kitandani na kuanza kumfikiria Sultan. Kitendo cha kumfikiria tu, nikaanza kusikia harufu ya marashi yake bwana. Niliacha tabasamu na kusema, so wewe ndiye mume wangu? Niliongea kauli hiyo kwa furaha sana. Mara mlango wangu uligongwa. Haraka sana nikaamka na kwenda kufungua. Nikashangaa kumuona Zubeda akiwa ameshika box jekundu. Nikamwambia, unataka nini? Mbona kuna box limetokea wapi? Nimuuliza huko sasa nikiliangalia box lile. Zubeda akajibu ya kwamba nimeleta ile box, mlinzi kasema kuna mtu amempatia. Kwa hiyo ameniambia nikuletee. Nikamwambia, mtu kampa niletee? Ni mtu gani huyo na kwa nini aishi nje? Zubeda akasema, mimi sijui, ila kaleta tu na kusema hivyo hivyo. Basi nifungue mlango na kutoka nje, nikamfuata mlinzi na kumuuliza. Akajibu vile vile kuwa kuna mtu amempa na kusema niletee. Sasa alivyosema hivyo nikauliza, kwa hiyo umeona ni sahihi kupokea kitu cha mtu usiyemjua usiku huu na ukaleta? Je, kama ni bomu? Kwa sauti iliyojaa matani akasema, madam bwana, una kitu gani cha maana hadi mtu akuletee bomu? Nikasema, kwa hiyo mimi sina kitu cha maana, si ndio? Hivi nyinyi mnaniona mimi kama shangazi yenu siku hizi Mlinzi akasema, madam usichukie bwana, mimi natania. Sema hivyo vitu atakuwa tu aliyeleta ni shemeji, maana watoto wazuri kama nyie bwana kupewa vitu kama hivi ni kawaida sana. Nilimwangalia na kuona hawa wameanza kunizoea sana. Nikamwambia Zubeda, haya mzogelee mwenzio, mfungue ile boksi ili kama kuna bomu mlipuko wenyewe. Haiwezekani mnapokea tu vitu tu usiku afu mnachukua vitu kwa mtu hata msemjua. Fungueni nyewe wenyewe muone kuna nini humo ndani. Basi waliangaliana na kurudi kuniangalia tena. Zubeda akasema, dada, unajua sio salama kufungua hiki kitu usiku. Naomba tuliweke hapo kwenye kijumba cha mlinzi alafu kesho tutafungua. Nikamwambia, wewe hakuna kulala na kitu ambacho hatujui ni nini. Hebu fungua bwana, acheni maneno. Basi waliniomba sana ila mimi sikutaka kuelewa. Kwa uoga wakaliweka chini na kuanza kufungua. Sasa mimi hivyo mkorofi nikasogea nyuma huku nikisema kwamba acha nisogee nisije kulipuka na mimi. Na vile kifo cha usiku kilivyo kigumu, yani unakufa na roho yako inabaki kizani. Sasa nilivyosema hivyo waliogopa na kurudi nyuma. Nilicheka na kuambia wafanye haraka. Basi kiwoga wakafungua na kutoa gauni jekundu. Niliangalia kwa mbali nikawaambia, haya mmeletewa nguo, sijui mtaivaa au kuipeleka wapi, ila sipokee vitu ambavyo sijui hata vilikotokea. Basi niliongea na kurudi ndani nikiacha wakiliangalia lile gauni. Bila wasiwasi niliingia chumbani na kujilaza. Sasa kama kawaida nikiwa katikati ya usingizi nikamuota Sultani akiwa amekuja nyumbani kwangu. Sijui kama tulikuwa na miadi ya kuonana au vipi, ila alipofika nilimkaribisha kwa furaha sana. Stories zilikuwa ni nyingi. Mwisho alikaa kimya kwa muda na kuniita. Nikamuitikia, akaniambia, vipi unaweza kuwa mke wangu? Nikamwambia, yani unamaanisha nini kusema kwamba naweza kuwa mke wako? Akajibu, nakupenda. Kauli yake ilinifanya nikae kimya kwa muda. Akasema tena, Elena nakupenda. Nikamwambia, Sultani, hivi unawezaje kunipenda ile hali ya unijui? Sultani akajibu, nani kasema sikujui? Mimi nakujua zaidi unavyodhani, ila ninachotaka kwako ni wewe kunipokea tu. Je, uko tayari? Nilimwangalia kwa sekunde kadhaa na kumjibu ya kwamba ndio nipo tayari. Akaniambia, kweli uko tayari? Nikajibu ya. Sultani akasema, una hakika na hilo? Nikajibu ndio. Basi alitabasamu na kunikumbatia kisha akanikisi kwenye paji la uso na kusema ya kwamba asante kwa kunipa ruhusa ya kuingia kwenye maisha yako. Na kuahidi nitakupenda na kukulinda siku zote za maisha yangu. Basi na mimi nikamjibu asante na kuahidi pia nitakupenda na kuheshimu daima. Basi alifurahi pale kisha akainuka na kutoa cheni mfukoni na kusema ya kwamba ninakupatia zawadi hii, sio kubwa sana ila imebeba upendo wangu. Na zawadi hii itakuwa yani ni kama ikikukumbusha upendo wangu kwako. Basi aliongea hivyo na kunivalisha kisha akanikumbatia na kutaka kuondoka, ila akasimama na kusema kwamba nitakuja kukuoa hivi karibuni. Nitabasamu na kumpungia mkono akaondoka. Usiku ulipita, kesho yake nikaamka na kuendelea na majukumu kama kawaida. Na muda wa chakula ulipofika, nikashuka na kwenda restaurant. Kufika nikaagiza chakula kisha nikawa busy na simu yangu.
Dakika kadhaa mbele chakula kililetwa, nikainuka kwenda kunawa. Sasa ile wakati narudi kukaa, kwa mbali nikamwona Sultan. Nilimwangalia kwa muda na kujiuliza kwa nini kila sehemu ninayoenda na kuepo. Basi taratibu nirudi sehemu yangu nikala, na baada ya kula nikalipia na kutaka kuondoka. Moyo uligoma, nikaamua kumfuata na kukuta akiwa busy kusoma kitabu huku chakula kikiwa pembeni. Basi kwa sauti ya chini nikamuita. Alishtuka na kuinua uso. Aliponiona akatabasamu na kusema, "Oh Elena, oh my god, habari yako?" "Nzuri, wewe je?" Niko salama. Vipi, umekuja kupata chakula?" "Ya, ila nishakula tayari na nilikuwa naondoka. Sasa bahati nzuri nikakuona, so nikaona sio mbaya nikija kusalimia." "Wow, nashukuru sana. Bila shaka ofisini kwako itakuwa sio mbali na hapa, ama nakosea?" "Hapa nakosea." "Sasa nashukuru kuona. Acha mimi niondoke, tutaonana wakati mwingine." "Sawa, asante sana kwa ukarimu wako. Uwe na siku njema." Niliitikia sawa na kuondoka nikimwacha akiniangalia. Basi siku zilienda, huku sasa kuonana Sultani kukiwa karibu kila siku. Mazoea yalikuwa huku, ndoto zikiwa pale pale. Na kitu cha ajabu ni kuwa kwenye ndoto tulikuwa karibu sana kuliko kwenye maisha ya kawaida. Asa ikaenda mbali zaidi na kuwa tukikutana kimwili ndotoni. Lakini kwenye maisha ya kawaida tukawa tunaitana tu marafiki tu. Ukaribu wetu ulinifanya mimi nipate amani sana. Moyoni nilitamani mahusiano ya ndotoni yahamie kawaida, maana tayari nishazama penzini. Na swala la ndoto mimi sikuwahi kuona kama ni kitu cha ajabu, ila nilifurahi na kuona ni mapenzi. Basi miezi miwili ilipita huku rafiki ukiwa umepamba moto. Na katika muda wote huo hakuwahi kunitamkia kauli yoyote ya kuonyesha kunitaka, ila ndotoni niliambiwa kila neno zuri na ahadi zote. Haikuishia kwenye maneno na ahadi tu. Tulisafiri na kwenda sehemu mbalimbali, na kila mahali tulipoenda aliniambia, "Elena, nitakuoa na utakuwa wangu." Sasa jibu langu lilikuwa ni moja tu, kwamba nasubiri. Basi zikapita siku kadhaa, nikaitwa nyumbani. Sikuwaza wala kuchelewa, nikajiandaa na kwenda. Kufika kule nikakuta baba, mama na kaka wakiwa wamekaa sebuleni. Nilishtuka na kujiuliza kuna nini, maana walivyokaa ni kama ni kulikuwa kuna kitu. Nilisalimia na kukaa chini. Baba sasa baada ya kuona nimekaa akaniita na kusema, "Elena mwanangu, tumekuita hapa. Kuna jambo la muhimu sana ambalo tungependa kuongea na wewe." Nikaambia, "Ndio baba, nakusikiliza." Baba alikaa kimya kwa muda kisha akaniuliza, "Unamfahamu Sultan?" Kusikia neno namfahamu Sultan ilinishtua na kubaki kimya kwa muda. Baba akauliza tena, "Elena, nakuuliza unamfahamu Sultan?" Nikaambia, "Ndio baba, namfahamu." Nilijibu kwa sauti ya chini sana iliyoambatana na hofu. Baba aliniangalia kwa kunikazia macho na kusema, "Okay, kama unamjua basi ni vyema, na nimekuuliza kwa sababu mtu huyu ameleta barua kuomba kukuoa." Kauli ya kuwa ameleta barua nilifurahia na kumuuliza baba, "Kweli ameleta au nataniwa?" Baba alinijibu, "Ni kweli," na kuniuliza kama niko tayari. Sasa bila kufikiria nilijibu, "Ndio, niko tayari." Lakini katika kitu ambacho kilishangaza au na kuacha maswali ni inakuaje baba aniulize neno "uko tayari" pekee. Yaani ndio lilo neno ambalo aliliuliza tu bila hata kutaka kujua zaidi. Maana mimi nakumbuka dada zangu waliwekwa vikao, maswali yalikuwa ni mengi, lakini kwangu niliulizwa swali moja tu. Na msikilizaji, ikumbukwe Sultani ni dini tofauti na mimi. Mimi ni Elena na Sultan. Nadhani mpaka hapo shajua dini yangu na ya kwake. Na kwa jinsi baba yangu alivyo, ndio unasemaga nini? Wa baba wa koroni ni wazi angeuliza tu kwamba inakuaje nataka kuingia kwenye ndoa na mtu wa imani tofauti na mimi. Lakini ile yani hata alikuonekana zaidi tu nilivyomjibu kwa niko tayari akanipongeza. Mama na kaka pia wakanipongeza. Kisha nikapewa ruhusa kuendelea na shughuli zangu. Kwa fulani niliyokuwa nayo, niliamua kubaki nyumbani kwa siku hiyo hadi nitakapoona majibu yamepelekwa kuwa nimesema ndio. Sababu yangu naye hakutaka kuvuta muda. Kabla jua halijazama majibu yarudishwa. Nilifurahi na kutamani kumuona Sultan, lakini kutokana sasa na muda sikuwa nimeongea naye kwa siku hiyo. Sasa kashindikana kuonana. Basi muda wa kulala ulipofika nikapanda kitandani huku moyo wangu ukijaa furaha ya hali ya juu. Kama kawaida kitendo cha kupitiwa na usingizi tu nilihama kwenye ulimwengu huu na kuzama katika dunia ya njozi. Ajabu, katika ndoto ya siku hii nilikuwa naongea na Sultani kama vile naongea naye katika ulimwengu huu. Nishukuru kwa kupokea barua na kukubali kuolewa na yeye. Tukumbatiana kwa furaha na kujikuta tukitaka sasa kushiriki tendo, ila Sultani akazuia na kusema kwamba hataki kunigusa tena hadi pale atakapotimiza ahadi yake.
Mimi sikuwa na pingamizi, nikakubali, akaniaga na kuondoka. Sasa baada ya yote nilikuja kushtuka na kujihisi furaha sana, lakini pamoja na furaha niliyokuwa nayo, kuna kitu hakikuwa sawa msikilizaji. Kitu ambacho nilijua ndio hakiko sawa. Yaani nilifahamu kabisa kwamba kipo sawa ndio, ila nikaona ni hali ya kawaida. Kwani haikuwa mara ya kwanza kuamka na kujihisi kumtamani mwanaume kiasi cha kujichafua. Ndio situation ambayo nilikuwa nakutana nayo. Hata mwenyewe unaweza kuona jiona tu ni sawa, usiku unalala unakuta umechafua kidogo, sio kuchafua labda kwa ajili ya mambo mengine. Unafahamu kabisa kwamba hii hali ni kutokana na ndoto ambayo nimeota ambayo nikifanya tendo. Kwa hiyo nilimalizia usingizi wangu vizuri tu, na kulipokucha niliondoka bila hata kunywa chai. Na hii ni kwa sababu nilikuwa nikienda kuonana na Sultani. Sasa kwa sababu unajua baada ya kuamka mimi nilimtumia ujumbe kumuomba tuonane. So nilivyokuwa tayari tu nikachomoka faster. Kufika sehemu husika nikamkuta kijana aliyeuteka moyo wangu amesimama huko akiniangalia. Tena alikuwa anatazama bahari, alikuwa nitazami. Sasa mimi nisimama kwa mbali kidogo nikasa na muangalia na kukumbuka mara ya kwanza na muota ilikuwa ni baharini. Niliacha tabasamu na kupiga hatua taratibu. Sasa nilipomfikia nikamkumbatia kwa nyuma. Sultani alinishika mikono kwa sekunde kadhaa kisha akaniachia na kunigeukia. Sijui nitoa wapi machozi, ila nijikuta tu nikitokwa na machozi ambayo sikujua kama ni furaha imezidi sana au ni huzuni. Ila ni furaha. Huzuni imetoka wapi wakati nimepata hitaji la moyo wangu? Sasa kitendo cha kutoa machozi kilimshtua. Akaniuliza, unalia nini malkia wangu? Je, kuna mtu kakukwaza? Kuulizwa hivyo nilitikisa kichwa kuashiria hapana. Kisha nikasema nakupenda Sultani. Tabasamu nililopewa baada ya kutamka neno hilo lilikuwa sijui niseme nini. Sultani alifurahi na kuniambia sema tena. Nikamwambia nakupenda sana Sultani. Sultani alifurahi na kuninyanyua juu akazunguka na mimi hadi nikasema baba niache, utakuja kunivunja bure. Kusema hivyo aliniachia na kunishika uso kwa mikono yote akasema, Elena, ninaapa juu ya falme zote kuwa nitakupenda daima. Nami nikamjibu, nami naapa pia nitakupenda zaidi. Akaniambia, sema nikupe nini ambacho kitakufurahisha zaidi hapa? Natamani kukuona ukiwa na furaha kuliko wanawake wote katika hii dunia. Aliposema hivyo nitabasamu na kunyosha mkono nikamfuta machozi aliyokuwa akimtoka. Kisha nikasema, upendo wako unatosha. Akaniambia, hapana, mbali na upendo unastahili zawadi. Nikamwambia, hapana Sultani, hiki ulichofanya ni zaidi ya zawadi kwangu, so sihitaji kingine. Sultani alinisogelea zaidi na kunong'oneza akaniambia, unaonaje tukiondoa watu wote kwenye hii dunia na kubaki wenyewe? Nilicheka sana nikamwambia, utawatoa uwapeleke wapi? Tena wabongo? Hawa watu wabishi sana. Hawatakubali hata kwa kunyoshwa bastola. Sultani alicheka na kusema, hawa ni wadogo sana, tena ni kitu cha sekunde tu. Nikasema, thubutu, kwanza waache, usije kuwahamisha kweli bwana, ukaniondolea wazazi wangu. Basi niliongea nikainama na kuvua viatu. Sultani akaniuliza, hivi ikitokea ukaambiwa uchague kati ya wazazi wako na mimi utachagua nini? Swali lake linifanya nikamwangalia kwa sekunde kadhaa bila kumjibu, kisha nikamwambia, ni chaguo gumu, hata jibu lake ni gumu pia. Nilivyosema hivyo alitabasamu na kusema, usijali, nitachagua mimi badala yako. Basi bwana, nilibadilisha mada na kuipotezea hiyo. Tukaongea mambo mengine tu na baada ya muda kidogo akanipeleka sehemu ya chakula nikapata chai. Nilivyomaliza tukaongea kidogo kisha nikaondoka kurudi nyumbani. Ajabu, nilifika na kumkuta Penina akiwa nje huku sasa akizunguka kama mtu aliyechanganyikiwa. Nilipaki gari huku moyo sasa ukiingiwa na hofu, maana kwa namna alivyokuwa ilionyesha wazi kuwa kuna tatizo. Sasa baada ya kupaki nilishuka nikamfuata na kumuuliza Penina, kuna nini ndugu yangu, mbona uko hivyo? Hapo niliuliza kwa hofu. Penina alisimama akiwa ameshika kiuno na kusema, nikuulize wewe kuna nini? Nikamwambia, mimi tena kwani nimefanya nini au kuna habari gani kuhusu mimi? Penina akaniambia, mama amenipigia simu amesema umetolewa barua. Sasa neno lake linifanya nikashusha pumzi na kusema, Penina, unajua utakuja kuniwa na pressure. Okay, ni kweli nimetolewa barua. Akaniambia, ajabu. Haya, ni nani na anatoka wapi? Niliwaza nimjibu nini, maana sijawahi hata siku moja kumwambia lolote kuhusu Sultan. Sasa Penina alivyoona nimekaa kimya, akaniuliza, Elena, na kuuliza huyo kijana ni nani na anatoka wapi? Nikasema, dada basi, mbona unauliza kwa ukali hivyo? Twende basi ndani kwanza, maana sio vizuri kuongelea hapa habari hizi nzuri tena tukiwa nje. Twende bwana, twende tukakae ndani tukiwa hata tumekaa, sio kusimama hivi.
Basi hakuwa na neno, aligeuka bila kuongea kitu na kuongoza ndani. Tulifika na kukaa, kisha akasema, niambie, labda naweza kukuelewa. Nikamwambia mimi sina maneno mengi, ila ndo kama ulivyosikia, Mungu amesikia kilio changu. Penina akajibu, sawa, amesikia kilio chako, ila mimi nachotaka kujua huyu kijana nani na mmekutana lini, maana imekuwa ghafla sana. Nilikaa kimya huku nikifikiri nimueleze kwa namna gani akanielewa. So baada ya kufikiria sana nikaona bora nimdanganye tu, maana nikimwambia kila kitu namjua hatanielewa hata kidogo. Basi nikaficha masuala ya mganga pamoja na ndoto, nikamwambia namna nilivyokutana naye na uongo kidogo hadi pale tulipofikia. Asa Penina aliniangalia kwa kunikazia macho karibia dakika 2 na kuniuliza, unasema huyu mtu umejuana naye miezi mingapi iliyopita? Nikamwambia kama sijakosea ni 2 na wiki kadhaa. Penina akasema miezi 2 tayari nimeshafikia hapa na unaona ni sawa? Nikamwambia sasa shida iko wapi Penina? Mbona ni kitu cha kawaida? Akaniambia wewe Elena, kitu cha kawaida. Elena, umejiona na mtu juzi, ufahamu chochote kuhusu yeye, still unakubali kuolewa naye, hivi una masuala na maisha yako Nikamwambia Penina, mgoja kwanza. Kwani Penina kuna tatizo gani kukubali kuanza naye maisha? Au unataka ni tuanze kuchezeana ndo itaonekana sawa ama? Penina akaniambia, Elena, shida sio kukaa muda mrefu. Shida ni unamfahamu huyu mtu, na licha ya kumfahamu, hebu ngoja nikuulize, unampenda? Nikamjibu Penina, nahisi. Akajibu, yeru, unahisi? Wewe uko serious? Hivi unaona kabisa ndoa kama ni sehemu ya mchezo, ama ni nyimbo tu za kinde? Elena, huyu mtu umpendi, na sio tu kumpenda tu, humfahamu kwa lolote. Bisha nikusikie. Kaambia, bwana yesikia habari za kupenda na kumfahamu mimi tena kuzikuta mbele, kikubwa tu ndoto yangu inatimia basi. Penina akaniambia, Elena mwacha ujinga Elena. Ndoto kitu gani? Unataka kuweka maisha yako hatarini kwa jina la ndoto? Kwanza sio ndoto, ni uchizi. Yes, ni uchizi, maana umeshavuka kwenye kutamani kuingia kwenye ndoa, sasa umeingia kwenye uchizi, maana hii sasa inaingia kilini. Elena, yani unakutana mtu juzi, leo unachukua maamuzi mazito namna hii. Hivi unajua kwa hili ulilofanya leo unaweza kulia na kujuta maisha yako yote Elena? Ndio unajua unatamani sana kuolewa na unaona aibu sana na unajisikia vibaya kuona wenzako wote tuna ndoa, lakini mdogo wangu, naomba utambue kuwa wakati wako bado. Subiri. Usijukoje, utakufa mpuzi wewe. Hivyo unaona maisha ya ndoa ni rahisi sana Uliza kwa sisi tulio kwenye hiyo ndoa. Sio rahisi, hasa ukiwa na mtu ambaye huna upendo naye. Na licha upendo kuna Mungu. Hayaje huyo mtu? Ni chaguo la Mungu kwako? Unakibali kutoka kwake? Au unaona tu kupenda tu kunatosha? Ngoja nikwambie kitu Elena, upendo pekee hautoshi. Hautoshi upendo kuisimamisha ndoa. Uliza kwa nini? Unaniangalia, uliza kwa nini? Kwa sababu upendo huwa unafikia hatua unapungua na kuisha kabisa. Haya, naambia ukipungua au kuisha, nini kinafuata? Ikiwa mtu tu huyo sio uliyopangiwa na Mungu. Elena, afu nikwambie tu kuolewa kwa sababu ya hakuwezi kuwa kwema kwako. Ndoa ili idumu, Elena, mnatakiwa kujaliana, kubebeana madhaifu, kuhurumiana na uaminifu. Haya, naambia kama huna upendo ndani yako, hivyo utawezaje kumvumilia au kumhurumia? Usidanganye eti utaweza na hautaweza Elena. Zaidi tu mtaanza kuchukiana na kusambaziana mabaya. Afuna mimi sitaki kukwambia eti ndoa ni mbaya. No, hapana kabisa Elena. Ndoa ni nzuri tena ni tamu tu. Ila ili kupata utamu wa ndoa ni lazima uwe na mtu sahihi kwako. Mtu ambaye atakupenda na kutembea na wewe katika nyakati zote. Penina, mimi nakuelewa na najua na hofu sana na maisha yangu. Ila naomba nikutoe tu hofu. Sultani mwanaume mwema sana. Na licha ya wema ana upendo wa dhati na mimi. Wewe umejuaje kama ana upendo wa dhati? Umejuaje kama ana upendo wa dhati na wewe? Na je, ndio mtu uliyewekewa na Mungu au unatumia tu hisia? Penina, hapo kwenye kuletwa na Mungu. Sikia Penina, mimi sitaki kujua ameletwa na Mungu au mizimu. I don't know. Mimi nachojali ni kuwa ananipenda. Anakupenda Haya, vipi kuhusu dini? Ina maana unabadilisha, si ndio? Hiyo haina shida. Mungu wao ndo Mungu wetu. Hivyo mimi sina shida na hilo. Elena, mimi ni wetu mkweli. Sijapokea hili swala na kutoka kwenye kilindi cha moyo wangu Elena, hii ndoa sio. Mimi sitaki kusema eti kwamba eti ufuate kile ninachotaka. No, maisha ni yako, ila kipenzi, hii ndoa sio. Niko pale. Penina alivyosema hivyo, nilichukia. Nikamwambia kwamba Penina, najua ni rafiki yangu, lakini haina maana unitamkia maneno ya mikosi namna hiyo eti kisa hujampenda mume wangu.
Elena, naomba unaona hapa tuelewani. Mimi sikutamki maneno ya laana au mikosi Elena. Naongea kitu mimi ninachokiona. Wewe umeona nini? Mimi nimekuwa kwanza kuolewa na mtu ambaye nimekutana naye muda mfupi. Kitu ambacho natakiwa kuelewa Penina ni kuwa sio kila mtu atakuwa na story kama ya kwako. Eti kwa sababu tu ulifahamiana na mwenza wako miaka basi na mimi iwe hivyo. Au ni maisha yako. Ni maisha yako na hatima yako, na hii sasa ni ya kwangu. So please, kama kuna lolote unaloona liko tofauti, kaa nalo mwenyewe. Na ukiona pia huwezi kushiriki kwenye hili pia sawa tu, kaa mbali. Mimi nitasimama tu na watu utakaochagua kusimama na mimi. Na kila kitu kitaenda sawa. Sawa Elena. Nisamehe kama nimekosea, ila usije kusema sijakwambia. Hasa hujaniambia nini bwana? Wewe nabii wako sijui maono unaojifanya kuona, mbona uone ya kwako? Kazi kuona wenzako tu wakati yako amekushinda. Elena, yamekuwa hayo. Sawa, nisamehe ndugu yangu. Aliongea na kuinuka, akaondoka bila hata kuaga. Mimi sikujali, kwanza niliona kama mchawi tu. Hivi na kuingia kalini kwa msikilizaji. Just imagine mimi nimekuwa nikilia na kuomba miaka na miaka. Afeti leo kilio changu kimesikika eti anaanza habari za kichai kujifanya sijana maono ya nini? No. Basi baada ya Penina kuondoka, niliinuka na kuingia chumbani nikaanza kuongea na kipenzi cha roho yangu. Basi siku zilipita, taratibu zote zikafuatwa na siku niliyoisubiria hatimaye ikafika. Sijui niseme nini, yani sijui niseme nilikuwa na furaha kiasi gani lakini nililia kwa furaha na kucheza kama niliambiwa leo ndo siku ya mwisho, hautacheza tena. Nyie, acheni tu. Siku hii ilikuwa ni zaidi ya nilivyotarajia. Na sio mimi tu, bali familia yangu yote ilikuwa na furaha isiyo kifani. Lakini mtu mmoja tu hakuwa na furaha. Kwanza hata kufika kwenye harusi hakufika. Sio mwingine bali ni Penina. Rafiki yangu. Yaani huyu hata message ya hongera sikuiona. Ukweli niliumia kiasi fulani hivi, maana unajua rafiki wangu na yeye ulikuwa ni wa viwango vya juu Lakini hakutokea wala kunipa hongera ya kinafiki. Ila wema huyu alisimama kila hatua na mimi na alionyesha kufurahia harusi yangu kuliko kawaida. Hiyo sasa kanifanya nione kuwa yeye ndiye rafiki wa kweli kwangu na sio Penina. Kiufupi nilimchukia Penina na kuweka kinyongo kikubwa sana juu yake. Basi ndoa ilifungwa na baada ya ndoa tukaenda kupumzika. Kufika huko mume wangu kipenzi akaniambia, Elena mke wangu, nikaitika be mfalme wangu. Nashukuru sana kwa kunipokea na kuwa mwili mmoja na wewe. Nilikuahidi yani kwanza hapa mimi nikikuahidi jua basi nitatimiza. Kwa hiyo mimi nitakupenda siku zote za maisha yangu, nitakupa maisha mazuri yenye furaha kuliko wanawake wote katika hii dunia. Nitakulinda na kuitunza furaha yako hata ikinibidi kutoa uhai wangu. Sultani, mimi nakupenda. Natamani ningekujua mapema, lakini sio mbaya maana hata sasa ni neema na bahati ya hali ya juu. Sultani, mimi nakuahidi zaidi yako sitakuwa na mwingine. Mimi nitakupenda na kuheshimu. Nitajitunza kwa ajili yako wala sitaruhusu mwanaume yote anisogelee. Sikuwahi kujua kama binadamu anaweza kupenda kiasi unachonipenda. Elena, mimi ni kiumbe wa ajabu sana. Nikipenda nimependa, ila ikitokea nimechukia basi chuki yangu ni kuu kuliko kitu chochote. Elena, mimi nachukia usaliti sana. Hivyo fanya yote unayojua, ila kama usije kuruhusu mwanaume mwingine kugusa mwili wako. Na sio kuguswa tu. Usithubutu kuingia tamaa yoyote wala moyo wako kuingiza hisia za mapenzi juu ya mtu mwingine. Kwa sababu utakapofanya hivyo, ghadhabu yake ni kuu wala hakuna mwanadamu wa kawaida atakayeweza kuikomesha. Hivyo simama katika ahadi yako. Msikilizaji, ilikuwa ni maneno mazito na ya kutisha, ila kutokana sana furaha, sijui mapenzi, mimi sikuelewa kama yana maana nzito. Nilijitoa kifuani mwake na kufanya jukumu langu kama mke. Hatimaye tukaibariki siku yetu kwa nyakati bora na nzuri, huku kila mmoja akibaki na furaha. Usiku ulipita kwa furaha sana. Kesho yake niliamka na kujikuta nimevaa pete iliyokuwa inang'aa sana. Nilinyosha mkono, nikaiangalia vizuri na kuachia tabasamu. Nilitaka kuinuka ila sasa nikasita baada ya kuhisi nimevaa kitu shingoni. Sasa nikageuka na kujiangalia kwenye kioo. Baada ya kujiona nilibaki mdomo wazi, nisiamini kile ninachokiona. Taratibu niliinua mkono na kushika mkufu. Yes, ulikuwa ni mkufu uliokuwa unang'aa sana kuliko hata pete niliyovaa. Na kilichofanya nibaki mdomo wazi na kuona mkufu niliovaa ni ule nilioota
ananivika. Niliganda kwenye kioo huku sana nikijiuliza, ina maana kila nilichoona kwenye ndoto yani kinatokea? Maana huu mkufu niliuona kwenye ndoto na sio kuuona tu, nilivikwa. Sasa niliwaza sana huku nikijiangalia bila kujimaliza. Na muda huo sasa akaingia Sultani akiwa na kinywaji mkononi. Sasa alipofika karibu yangu, aliweka kinywaji pembeni na kuja kunikumbatia huku akiniuliza nimeamkaje. Nilimjibu na kumuuliza, baby, hii pete na huu mkufu? Hata kabla sijamaliza tu kuongea, alinikatisha na kusema, mkufu ni zawadi yangu kwako, ila pete ni zawadi ya bibi yangu. Vipi, hujapenda? Hapana, sio kwamba sijapenda. Nimependa sana tu, ila nashangaa kwa sababu niliwahi kuota unanipa huu mkufu na ukasema ni robo, sijui ni ishara ya upendo, sijui upendo wako kwa kweli, kitu kama hicho, ila nakumbuka tu niliota kabisa. Ni kweli uliota, na kila uliloliota utakwenda kulipata. Kwa hiyo natumaini umeota sana kuhusu mimi, si ndio? Yeah, tena sana tu. Na unajua hata kabla kukutana na wewe nilikuwa na kuota. Ni kweli. Na unajua kwa nini ulikuwa ukiniota sana? Hapana, sijui. Kwa sababu mimi ni ndoto, na katika hiyo ndoto maisha yako yanaishi humo. Unamaanisha nini? Maana yangu ni kuwa mimi ndiye yule mwanaume ni kama mwanaume ambaye umeandaliwa na Bwana. Na ndio maana ulikuwa ukiniota sana. Kwa sababu Bwana alikuwa anakuonesha mimi ni nani kwako. Na unatakiwa kuwa na mimi. Kwenda huko hakuna cha Bwana wala nani. Wewe sema tu nilikuwa nakufikiria sana, ndio maana nilikuwa nakuota mara kwa mara, hata kuhisi uwepo wako. Kwa hiyo nikuulize, mara zote ulipomfikiria mtu ulikuwa ukimwona ndotoni kama ulivyokuwa ukiniona mimi? Au unawezaje kusema eti kwamba ulikuwa unanifikiria ile hali ulianza kuniota hata kabla sijaja kwenye maisha yako? Je, inawezekana kumfikiria mtu usiyemjua na ukamwona kwenye njozi zako? Swali lake lilikuwa ni gumu, nikajikuta na kosa la kujibu. Basi kuona hivyo sasa alitabasamu na kunishika kichwani kisha akaniambia, usiwaze sana. Mara zote kitu huanzia rohoni kisha huja mwilini. Na ndivyo ilivyokuwa kwetu. Kwa hiyo usiwaze, lakini unatakiwa kujua kile ulichokiona ndotoni ni kweli na kitatokea. Tuachane na hayo. Leo nitakupeleka nyumbani kwetu. Unamaanisha tunaenda kwenu? Ina maana hatutakuwa na saba? Nimesema kwetu, sio nyumbani kwa babangu. Namaanisha nyumbani kwangu na kwako. No, sawa, niko sijakuelewa. Nilitikia, akainuka na kwenda kuniletea kifungua kinywa, huku mimi sasa nikiingia bafuni kujiweka sawa. Basi nilioga haraka pale nikatoka na kukuta kifungua kinywa kikiwa mezani, ila Sultani hakuepo. Sasa mimi sikuwaza, nilivaa na kukaa nikaanza kunywa chai. Sasa nilipomaliza nikaweka kitanda sawa. Baada ya kumaliza nikakaa kumsubiri. Zilipita kama dakika 20 hivi, akarudi akiwa kama amechukia hivi. Kwa upole nikamuuliza, baby, mbona kama huko sawa? Nilipomuuliza hivyo alibadilisha uso ghafla na kuweka tabasamu na kusema, no baby, niko sawa. Umeshamaliza mambo yako? Nikasema ya, nimemaliza. Nijibu hivyo, akaniambia kama tayari basi tutoke. Sasa nikamuuliza tunaenda wapi? Akaniambia nyumbani. Sasa kwa jinsi nilivyo, yani kwa namna ambavyo nilikuwa nimependezwa na pale, nikaona sio lazima kuondoka muda ule, kwani tungeweza kukaa na kuondoka jioni. So nikamwambia, baby, naona tubaki tu hadi jioni ndio twende. Hapo niliongea kwa sauti iliyojaa mideko. Sultani kwa upole akaniambia, hapana mke wangu, tuondoke. Kama umepapenda tutakuja kurudi, ila kwa sasa tuondoke. No baby, please. Tubaki basi, kwani huko nyumbani kuna nini cha kutufanya tuae? Kwanza mimi nahisi nimekumisi. Aisee, niliongea kwa mahaba, lakini nilishtuka kuona nikiangaliwa jicho kali. Kisha akasema, inuka tuondoke. Sikuuliza wala kujifanya sijui na mahaba wala sijui nimekumisi. Niliinuka haraka na kutaka kuchukua nguo, akasema achana nazo. Sasa nitaka kuzungumza, hakusubiri nimalize bwana. Nilivutwa tukashuka chini mkuku. Nilishangaa, kwani kuna nini? Mbona yani hai hivi? Nilimwangalia namna alivyoweka uso serious, huku sasa akiangalia mbele. Nikaona hapa kuna shida. Na kwa kumwangalia ni kama alikuwa akiongea japo midomo ilikuwa tuli. Bwana, tukashuka chapu na kwenda kwenye gari. Nilishangaa gari tunaloingia ni kali. Yaani gari yani sijawahi kuliona kwa maisha yangu yote. Kwanza nikajiuliza, hivi ile biashara yake ndio inamlipa kiasi hiki au kuna kazi anayofanya? Maana kabla ya kuoana alinipeleka kwenye biashara yake ambayo ilikuwa ni mikufu, pete, saa, hereni nini. Ndio ni kubwa na ni vya thamani haswa, ila sio kwa gari hili. Niliwaza huku nikiangalia uzuri wa gari ile.
Basi baada ya kuingia tukafunga mikanda na safari kaanza. Sasa huu mwendo aliokuwa anaendesha, nijiona nikifa kwa pressure. Gari likimbizwa kuliko kawaida. Nikamwambia baby punguza mwendo, lakini hakunielewa. Yaani alikuwa kimya huku akiangalia mbele tu. Sasa mimi niliwaza na kuona bora nikae kimya. Basi kijana kazidi kuongeza mwendo pale. Ajabu tulitembea na kuacha mji tukishika barabara ambayo hata yani ukiniuliza ni ya kwenda wapi sijui. Sultani aliendelea kuendesha kwa kasi. Ikafika hatua nikaona huyu anataka kuniua. Au kuna majambazi wanatukimbiza nini? Lakini nyuma hakukuwa na gari wala chochote. Sasa kwa nini aendeshe kasi hivi Na huku ni wapi? Mbona mimi sijawahi kufika huku? Niliwaza na kujiuliza maswali mengi. Ghafla kikatokea kimbunga kikubwa kikawa ni kinatufuata kwa kasi. Nilitoa macho kwa uoga nikamwambia, Sultani Sikuweza hata kumaliza kuongea. Gari lilianza kuzunguka kwa kasi. Nilijishika kichwani nikafumba macho huku nikita, mama. Gari lilizidi kuzunguka kwa kasi sana. Sikumaliza hata dakika nikakata moto. Ajabu ni kuja kuamka na kukuta gari likiingia ndani. Nilishangaa, tuko hai na hakuna aliyekuaruzika. Kwa hofu nikageuka nyuma nikaona nyumba nyingi nzuri. Nikageuka tena na kuangalia nyumba tuliokuwa tunaingia. Kisha nikajiuliza, hapa ni Tanzania au wapi? Mbona kama mazingira ni tofauti sana? Niliwaza na muda huo mlango ukafunguliwa ili nishuke. Unaweza kashangaa mazingira kumbe tayari ushaenda jehanamu. So sikupata muda hata wa kuanza kufikiria sana. Basi nikafungua mkanda na kusogea ili nishuke. Nijikuta ni moyo unafanya huku macho yakinitoka. Nisiamini kama naona au naota. Unajua nini? Mtu aliyekuwa amenifungulia mlango alikuwa ni ule mganga aliyenifanyaga tiba. Nilihisi kutokwa na haja zote kwa wakati mmoja. Sultani aliniangalia na kugundua kitu haraka sana. Basi akashuka na kuja kunishika pale mkono, akanishusha huku sasa akinitambulisha kwa yule mtu kuwa ni mlinzi wake. Nitamani kumuuliza, mlinzi? Mlinzi kivipi? Yaani unafanya nini hadi ulindwe? Lakini sikuweza kuuliza maana mdomo ulikuwa ni mzito kuliko kawaida. Sasa mwili nao ulikuwa unatetemeka kwa hofu. Basi nilishikwa mkono taratibu tukapiga hatua kuingia ndani. Kitendo cha kukanyaga kwenye lango la ile nyumba ni kama nilifutwa wasiwasi wote pamoja na maswali yote niliyokuwa nayo. Sijui furaha ilitokea wapi, ila tu nilifunikwa na furaha ya hali ya juu na kuanza kushangaa uzuri wa nyumba ile. Jamani, natamani hata kukuonyesha kwa picha namna nyumba ilivyo msikilizaji. Ilikuwa ni nzuri, sijui hata nisemeje. Yaani kila mahali kulisheheni vitu vya thamani sana. Helena, mimi nimezaliwa na kukua kwenye familia yenye pesa. Na kuzunguka sehemu nyingi za kifahari, ila sijawahi kuona nyumba kali yenye vitu vya thamani kiasi kile. Sultani alisimama huku uso wake sasa ukipambwa na tabasamu. Akaniambia, karibu sana mpenzi wangu. Hapa ndipo nyumbani kwako. Basi na mimi kwa furaha nilimkumbatia na kumwambia asante sana mume wangu. Baada ya kumshukuru alinishika mkono na kunizungusha nyumba nzima. Alipomaliza tukaingia kwenye chumba ambacho ndio chumba chetu. Nilitamani kupaa kwa furaha. Chumba kilikuwa kizuri kuliko neno lenyewe. Sultani alisimama na kuniangalia tu huku akiwa na uso wenye furaha sana. Basi baada ya kufurahi pale walikuja mabinti watatu na kuleta nguo. Sultani akaniambia nichague nitakazopenda. Nilichukua zote maana zote zilikuwa nzuri. Baada ya kupokea nguo nilimshukuru sana mume wangu. Kwa hiyo maisha mimi na kipenzi changu yalianza. Jamani, nilipendwa mimi, nilikuwa kama malkia. Kila nilichotaka nilipata kwa wakati. Sultani hakutaka hata niguse kitu. Zaidi aliniambia kwamba nitulie kwani siko pale kufanya kazi ila kufurahia maisha. Basi siku zilienda huku ndoa ikiwa tamu. Na hatimaye siku za kurudi kazini zikafika. Mume wangu akawa sasa ananipeleka kazini na kunirudisha kila siku. Lakini katika kitu ambacho kilikuwa cha ajabu ni kuwa muda wa kutoka nyumbani kwenda kazini ilikuwa lazima nilale, na nikija kuamka naamka nakuta nikiwa sehemu ninayojua. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Hivyo hata wakati wa kurudi. Ikifika tu ikifika tu eneo fulani hivi tu nalala. Nikishtuka tu niko getini kuingia ndani. Alafu mimi hata sikuwahi hata siku na moja kuwaza au kujiuliza. Baada ya miezi miwili ya ndoa, siku hiyo Sultani bwana aliniambia anataka tuende nyumbani kwao. Basi mimi nilitikia sawa maana toka siku ya ndoa hatukuwa tumeonana. Kwa hiyo sasa tulijiandaa pale na tulipokuwa tayari tukaingia kwenye gari tayari kwa safari. Ajabu sasa kilichokuja kutokea nikashangaa na kubaki nisiamini kama ni kweli ama naota. Yaani kitendo cha gari kutoka nje ya nyumba. Nilipitiwa na usingizi mzito sana. Alafu sasa nikawa kama naota yani kwamba niko juu ya mgongo wa jitu la kutisha.
na jitu hilo sasa lilitembea na mimi hadi ufukweni mwa bahari. Ajabu, jitu lile liliingia kwenye maji na kupotelea humo. Sasa baada ya hapo sikuona kitu tena. Nikaja kuamka na kujikuta tukiwa sehemu fulani hivi iliyojengeka sana. Na ninaposema kuamka sio eti unakuwa umelala chini au kujilaza kwenye kitu, no. Yaani unazima na unajikuta tu unaibukia sehemu nyingine. Huku ukiwa sasa unatembea ni kama vile ulikuwa ukitembea mwanzo. Na sijui kama akili yangu ilifungwa au ni nini, maana baada ya kufika kule niliona watu tofauti tofauti. Sasa na mazingira ya kule yalikuwa tofauti na huko pia. Lakini kwa wakati ule sikushangaa au kuhisi tofauti. Kwanza nilihisi kila kitu ni kama ndoto hivi. Basi tulifika na kupokelewa kama tulioingia ni wana wa mfalme. Wazazi wa sultani walinipokea vizuri sana. Na nikisema nilifungwa sitakosea, maana wazazi niliowaona pale walikuwa tofauti na wale niliowafahamu mwanzo. Lakini ajabu, sikuona tofauti au kujali. Mimi nikaa na kushiriki kila nilichopaswa kushiriki. Muda ulienda, ilipofika wakati wa kurudi tukaaga. Ila kabla ya kuondoka, babake sultani alimuita pembeni, wakaongea kwa muda mrefu. Hasa mimi nikawa nawaangalia tu kwa mbali tu. Basi walipomaliza mazungumzo yao, walirudi nilipo kuwa yaani sehemu ambapo walikuwa wameniacha pale. Nikainuka ili tuondoke. Sasa nikashangaa babake sultani anasogea na kunishika kichwani kwa sekunde kadhaa. Nilikaa kimya huku nikimwangalia sultani ambaye alikuwa na furaha sana. Na sio yeye tu, wote waliokuwa pale walionyesha kufurahia sana kitendo kile. Hasa bila kuongea neno, aliniachia na kusogea pembeni. Sultani akanishika mkono na kuniambia, hongera kipenzi, kwa sasa unatambulika na falme hii. Na hivi karibuni itaandaliwa sherehe ya kukaribisha rasmi. Na baada ya ukaribisho huo, maisha yako yatakuwa huku na daima utaishi kama mke wa sultani. Basi mimi nitabasamu na kuinamisha kichwa chini. Basi tukageuka na kuondoka. Kama kawaida, yani ni kama nilipigwa kiza hivi, na kuja kuamka nikajikuta nipo nyumbani. Kwa hiyo maisha hayo yaliendelea, huku baadhi ya vitu nikibaki kuhisi kama ni ndoto tu. Sultani alikuwa mwema sana kwangu. Alinipa kila kitu na alifanya chochote ili tu nifurahi. Nakumbuka niliacha kazi na kufunguliwa biashara kubwa. Sio biashara tu, alinunulia gari, nyumba na vitu vingi tu vya thamani. Akaunti yangu nayo ilinona kila itoapo leo. Kila nilichoshika kilikubali bila hata kuibuka changamoto yote. Siku zilienda huku sasa kila kitu kikiwa kimenyoka. Sasa siku moja bwana, niliamka usiku na kukuta niko peke yangu. Nijiuliza sultani yuko wapi? Maana bafuni kulikuwa giza, ishara hayumo humo. Dakika zilienda bila kurudi. Nikapata wasiwasi, nikashuka na kwenda sebuleni kumwangalia. Nilishtuka baada ya kumwona sultani akiwa amesimama huku akiwa na vijana watatu. Na vijana hao walikuwa yani kama wamesujudu chini hivi. Nywele za vijana wale zilikuwa ni ndefu sana. Na sio nywele tu, hata kucha zao zilikuwa ni ndefu mno na ni nyeusi. Nilisimama nisielewe nini kinaendelea. Mara sultani alianza kuongea nao kwa lugha ya ajabu sana. Na baada ya sultani kuongea hivyo, vijana wale walipotea ghafla. Nilishtuka na kutaka kukimbia kurudi chumbani, la sultani akasema usikimbie. Kisha akageuka nyuma. Aligeuka akiwa na uso wa serious sana. Ila alivyoanza kupiga hatua kunifuata tu, uso ulibadilika na kuwa na tabasamu pana. Mtoto wa kike nilisimama huku sasa mapigo ya moyo akiwa kasi sana. Nilitamani kukimbia ila miguu ni kama ilikuwa na gundi. Sultani alinifikia na kunisogelea, tukawa zero distance. Akawa sasa ananiangalia usoni bila kupepesa macho. Sasa mimi bado moyo wangu ulienda mbio huku kijasho chembamba kikinitoka. Sultani alitabasamu tu na kuniambia kwamba huna haja ya kuwa na hofu. Mfalme wako nipo, nitakulinda. Na sio kukulinda tu, nitakupigania. Huu moyo ulioubeba unapaswa kudunda kwa ajili yangu tu, na sio hofu ya kifo au kuumia. Na usiogope, haya ulioyaona ni ya kawaida sana. Basi alivyosema hivyo, nilitaka kuuliza, ile mdomo sasa ulikuwa ni mzito sana. Sultani akasema, najua unataka kuuliza nini maana ya haya ulioyaona, lakini hutopata jibu lake isipokuwa tu utakapofika wakati wake, wakati ambao utakuwa tayari katika ufalme wetu kamili. Siku ile utamfahamu mumeo na vyote vilivyo gizani. Na utakapoona na kufahamu, hautakuwa wewe tena. Utafanywa upya na kuvaa nguvu mpya. Dunia haitakutambua tena kama Helena, bali utatambulika kama. Hakumaliza kuongea akanikisi, na kitendo cha kunikisi tu kilikwenda kufuta kila kitu nilichokiona. Taratibu tulizama katika ulimwengu wa mahaba, na wakati tukiwa kule, alishika tumbo langu na kusema, miezi ijayo tumbo hili litabeba kiumbe ambacho kitatikisa falme zote kwa uwezo wake, huku nyumba yetu ikizungukwa na mwanga usiozima kamwe. Aliongea na kuniangalia usoni akasema, lakini yote hayo yatatimia mara tu utakapokalishwa katika kiti kile
na katika siku hiyo historia mpya itaanza kuandikwa. Aliongea hivyo na kuendelea na kazi bwana. Niseme tu mimi sikubeba au kuchukua neno hata moja kati ya yote. Kwanza mimi nilikuwa mbali sana na maneno yale, niliyasikia kwa sauti tamu yenye kuninong'oneza. Basi bwana, baada ya kila kitu kulikucha. Hapo mimi sielewi wala kukumbuka kama kuna mambo yaliyotokea jana. Sultani baada ya kuamka alinifuata bafuni ambako nilikuwa naoga na akaniambia kwamba mimi naondoka kurudi nyumbani, nitarejea siku za usoni. Nikamwambia kwa nini, mbona kama yani imekuwa haraka sana? Sasa nilivyouliza hivyo alitabasamu na kuniambia naenda kuandaa utulivu ili ukifika kusiwepo machafuko yote. Nikamwambia utulivu? Kwani tuna safari ya kwenda kwenu kwa siku fupi zijazo? Akanambia ya, ulitambulishwa na sasa utakwenda kukaribishwa na kufanywa mmoja wetu. So jiandae, nikirudi tutaenda wote. Basi mimi bila kufikiri niliitikia sawa. Akanishika shingo huku sasa kitabasamu na kuniaga kisha akaondoka. Baada ya yeye kuondoka nikaona ngoja niende nyumbani, maana toka nilivoolewa sijaenda nyumbani. Basi nikajiandaa pale na kuondoka. Njiani nikanunua matunda kisha safari ikaendelea, ambapo nilitumia masaa kadhaa tu nikafika. Kwa bahati mbaya nikakuta nyumbani hakuna mtu. Hivyo nikaona kuliko nikae mwenyewe ngoja nikamuone Wema kwanza. Basi bwana, nikajikusanya pale nikaenda. Sasa kufika pale tukapiga story sana, na katika story akanambia Penina alipata matatizo, baba mkwe wake alifariki. Sasa mimi nishtuka sana, maana mimi sikuwahi kuambiwa kitu hicho, na ikumbukwe niliacha kuongea na Penina baada ya kutofika kwenye harusi yangu. Kwa hiyo nikaacha kuongea naye kabisa. Sasa na kutokana na namna nilivyoishi na Penina nikaona haitakuwa haki kuondoka bila kumpa pole. Japo nishakata mawasiliano naye, ila kwa hili acha niweke kinyongo pembeni. Sasa nilipowaza hivyo nikamwambia Wema kama atakuwa na nafasi kesho basi twende tukamuone. Akakubali. Basi tukakaa pale, muda ulivyoenda nikarudi nyumbani. Baba na mama walinifurahia na kunipongeza kuwa nimenawili. Kwa kweli stories zilikuwa ni nyingi sana na kila muda nilimsifia Sultani kuwa ni mume bora. Mama neno lake kubwa lilikuwa ni hongera. Basi taratibu muda pale ulienda, siku ikapita. Kesho yake ilikuwa mida ya mchana hivi, nikajiandaa kama kawaida na kutoka kwenda kwa Penina. Kwa kuwa sasa hakukuwa na foleni kubwa, tulijikuta tukitumia muda mfupi tu kufika. Tukagonga na kufunguliwa kisha tukaingia ndani. Ajabu kitendo cha Penina kuniona. Alionyesha mshtuko mkubwa hadi tukashangaa kwani kuna nini? Penina alisema na kusema Elena, umevaa nini shingoni? Nilishangaa, anauliza nimevaa nini wakati anaona kabisa nimevaa mkufu, tena sio mkufu wa 10,000, ni kitu pure gold. Sasa nishika mkufu na kumwambia wewe nimevaa mkufu, kwa nini umeuliza hivi? Vipi umeupenda au? Penina akasema Mungu wangu mkufu. Nilitaka kuongea Wema akaniwahi na kusema bwana, hebu tuache bwana, umeshaanza drama zako. Mtu kavaa kiwanja shingoni afu unaanza kuuliza. Wewe unaona kabisa alichovaa hapo ama umeona labda ni wa thamani kubwa sana ndio maana umeshangaa kwamba vipi ana uwezo gani wa kumiliki huo mkufu? Penina hakuongea, akabaki ananiangalia kwa hofu sana. Mimi sikutaka kuendelea kusimama, nikakaa na kumwambia kwamba pole, nasikia ulipata msiba na naomba unisamehe sikufika kwa wakati maana sikupata taarifa. Kwa sauti ya chini huku macho yake akiwa shingoni mwangu akajibu haina shida. Vipi unaendeleaje na ndoa yako? Nikamwambia Mungu ni mwema, niko salama, mume wangu ananipenda so namshukuru Mungu. Sasa nilivyosema hivyo Penina aliniangalia kwa muda kisha kaniuliza una mimba? Nikamwambia hapana sina, ila kwa uwezo wa Mungu nitakuwa. Maana kama aliweza kunipa mume anayenipenda na kunijali namna hii, ila hali waja wake walitabiri majonzi, hawezi kushindwa kunipa mtoto. Niliongea maneno hayo kama nampa kijembe fulani hivi. Sasa mwenyewe umeona jinsi maneno ambayo nimeyazungumza. Yaani ni kama kijembe fulani hivi, maana bado moyo ulihifadhi juu ya maneno aliyonitamkia. Sasa yeye alitabasamu na kuniuliza una furaha sana na ndoa? Nikamwambia ya, tena zaidi ya sana. Hivi unaona biashara aliyonifungulia mume wangu Jitahidi basi upate hata muda uje kuona. Penina akasema ni kweli sijaiona, ila natamani kukutana na huyo kijana aliyeteka moyo wako. Nikamwambia kuhusu kumuona tu usijali. Kwa sasa hayupo, akirudi utamuona na nitakualika uje kuona na tunapoishi. Basi Penina alijibu sawa, huku akiniangalia kwa jicho ambalo mimi niliona kama wivu au chuki fulani hivi. Na kwa jinsi nilivyomtoa moyoni, nikaona hata haina haja ya kuendelea kubaki. Kikubwa nimempa pole basi. So nikaga na kuondoka.
huku nikimwacha akiwa amekaa huku sasa akiniangalia vile vile hadi naishia. Basi mimi nitoka nje ya geti ambako ndiko nilipaki gari na kumwambia Wema tuondoke, maana alitoka nje kuongea na simu. Nilivyosema hivyo aliniangalia na kumwaga yule aliyekuwa akiongea naye na kuniuliza kwamba vipi, mbona umewahi kutoka? Sijisikii tu kuendelea kukaa, ndio maana nimeondoka. Basi ngoja nikamwage alafu nakuja tuondoke. Haina haja bwana, kwani usipomwaga hautafika unakwenda? Jamani, hata kama ndio niondoke kama tumegombana. Basi mimi sikutaka kubishana naye, akagonga geti maana lilikuwa limeshafungwa, akafunguliwa na kwenda kumwaga. Mimi sikutaka kusimama eneo lile. Niliingia kwenye gari nikageuza na kwenda kupaki nyumba ya 3 mbele. Na sijui kwa nini ila nilikuwa na hasira kali vibaya mno. Wema hakutumia muda sana, akatoka na kuja nilipo, akaingia na kusema, unajua Elena, ifikie muda kama kuna tofauti yoyote kati yenu, yani kati yako wewe na Penina, basi muiache. Maana hii sio kabisa, Hii sijui kwa nini tu ila umebadilika sana. Kwani nimekuwaje? Nimekuwa njano wa bro. Mimi sina maana ya rangi au muonekano, no, ila ukweli toka tulivyotoka Tanga, unajua umekuwa ni mtu wa tofauti sana, Elena, wewe kwanza sio mtu wa hasira Elena. Au kuchukua maamuzi haraka, ila sasa hivi hadi naogopa. Kwanza unavompenda, yani kwa jinsi ambavyo unampenda Penina. Sijui kafanya nini maskini hadi leo, yani unakuja kwake eti unakaa dakika. Huko kubadilika unakuona wewe, ila mimi naona niko sawa tu. Na kuhusu Penina tumekuja kumpa pole na sio kukaa. Haya. Baada ya Wema kujibu hivyo, kimya kilitanda kidogo, kisha akauliza kwamba hivi Shem ni mtu wa kusafiri sana, maana tofauti na siku ya harusi sijawahi kumuona tena. Swali lake linifanya nikamwangalia kama kituko na kumuuliza, unaongea na mimi au? Akaniambia, naongea na wewe. Kwani huko kuna mtu mwingine? Nilicheka tu maana siku nazindua biashara yangu nilikuwa na mume wangu na Wema alikuwepo. Na sio kuwepo tu, wote watatu tulishinda pamoja siku hiyo. Sasa afu kiachana na siku hiyo, ni mara kadhaa nimekuwa nikikutana naye wakati ambao niko na mume wangu. Sasa tena shangeti saizi eti anasema kwamba eti amemuona mara moja tu. Wewe hivi kabla ya kuja kulikunywa ama? Kunywa yani ukimaanisha nini, pombe? Ndio, au siku hizi na maji yanalewesha? Hamna. Bwana mimi sijanywa chochote. Basi itabidi tukuai, hali ulionayo sio mbaya sana, tunaweza kukuokoa kabisa. Tukikuai tunaweza tukakusaidia. Maana kusema umemuona mume wangu mara moja, huo ni uchawi. Kwa nini unataka kunibishia? Haya, niambie tofauti na siku ya ndoa ni wapi nilimuona? Wema, acha zako bwana. Siku ya uzinduzi wa Moro si alikuwepo? Haya, ukiachana na hiyo siku, ile kwenye ndoa ya classmate wetu, si nilikuwa naye? Wema alikataa kata. Nikaona haina haja ya kubishana. Basi nilimfikisha kwake kisha nikarudi nyumbani. Kufika nikamkuta shangazi yangu. Ajabu alivyoniona alishtuka na kuuliza kama alivyoniuliza Penina kuwa nimevaa nini shingoni. Nilicheka na kusema, shangazi yangu, naona macho yamekula chumvi nyingi kuliko mwili. Si unaona kabisa nimevaa mkufu au uoni baba yangu? Hasa nilivyosema hivyo mama akasema, ila mkufu wako ni mzuri, sijawahi kuona. Ninunulie na mimi basi, maana ni mzuri balaa. Nikasema nikununulie, ninajua hata alinunua wapi. Hii imetoka tu kwa mkweo na naipenda hata kuliko mikufu yangu yote. Basi baada ya kuongea hivyo na niliongea na nikaingia chumbani. Sasa muda ule nilienda tu kule chumbani nikatulia na time ikawa imesonga mbele. Ilipofika jioni akaja dada yangu mkubwa pamoja na mtoto wake mdogo. Kwa jinsi ninavyowapenda watoto, alipofika tu nikamkimbilia mtoto. Ajabu alinikataa. Tena akawa analia kama vile anaona kitu cha kutisha. Sasa kuna hivyo nikamwacha na kuingia zangu chumbani. Chakula kikapikwa, nikaomba niletewe humo chumbani kukwepa kumliza mtoto. Basi siku iliisha. Kesho yake ilikuwa ni Jumapili. Familia yote waliamka na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani. Sasa mimi sikujisumbua hata kuamka maana tayari nilishahamia upande wa pili. Sasa shangazi baada ya kumaliza kujiandaa alimfuata chumbani akaniamsha na kuniambia twende kanisani. Sasa nilikataa kwa kigezo kuwa nimeshaslimu. Alinishawishi pale na kuniambia kuna semina na anayeiongoza hiyo semina ni mwalimu fulani hivi. Naomba nihifadhi jina lake msikilizaji. Sasa nilivyosikia ule mwalimu kwamba ndio yupo anayeongoza hiyo semina, nilifurahi maana huwa napenda sana mafundisho yake. Sasa bila kuchelewa niliamka nikajiandaa chapu kisha tukaenda. Bwana wetu hivyo fika kitendo cha kuingia kanisani tu
na ibada kwanza, nilianza kujisikia vibaya kuliko kawaida. Sasa zile sauti za maombi nikaona zisikia kama kengele inayopigwa masikioni. Mwili ulianza kupata joto kali sana, nikawa na sweat kuliko kawaida. Nivumilia dakika 2 tu, uvumilivu ukanishinda, nikainuka na kutoka nje. Sasa wakati nahangaika hadi natoka nje, shangazi aliniona. Hivyo alinuka na kunifuata. Akaniambia, mwanangu uko sawa? Aliniuliza, ila sasa nilishindwa kujibu na kubaki nimeweka mikono tu masikioni kuzuia zile sauti za maombi. Shangazi kuona hivyo akahisi hapa hakuna usalama. Haraka alinuka na kwenda kuita watumishi. Uliza sasa walinikuta. Yaani kitendo cha kunipatia tu mgongo, sijui hata nilichomokaje au nilipita wapi. Ghafla nilijikuta tu nyumbani. Nikavua nguo zote na kwenda kukaa kwenye jacuzzi. Hapo nahisi mwili una joto lisilo kawaida. Huku sasa nyuma shangazi alirudi na kukuta sipo. Akaanza kunitafuta kwa kusaidizana na watumishi, lakini hawakuniona. Sasa baba baada ya kuona dada yake akiwa nje, alitoka na kuuliza nini shida? Shangazi akamuelezea. Ajabu baba alicheka na kumuuliza, kwa hiyo kwa sababu ametoka ndani na kuja kukaa nje ndio nataka kusema ana mapepo ama? Shangazi alijitahidi kumuelezea baba, ila baba hakumuelewa. Sasa kwa upande wangu nilijilaza kwenye jacuzzi la maji kwa muda mrefu hadi pale nilipoona unafuu, nikapanda kitandani. Mimi sikuchukua hata muda, nikapitiwa na usingizi mzito sana. Sasa katika usingizi huo nilimuona Sultani akija huku akiwa na hasira sana. Alivyonifikia akanishika kwa nguvu huku macho yake akiwa ni mekundu kwa hasira sana. Akaniuliza, umefanya nini? Nilianza kutetemeka kwa woga. Sultani aliendelea kuniuliza kwa nini nimeenda kanisani na kwa nini nimekuja nyumbani bila kumpa taarifa. Basi kwa hofu nipiga magoti na kuomba samahani, maana alikuwa amechukia kiasi cha kutisha. Baada ya kuomba msamaha sana, akaniambia, amka, rudi nyumbani haraka sana. Na kama nipatia onyo nisije kurudia kuonana na Penina tena. Basi kwa uoga na maumivu makali niliyokuwa nayo ambayo nilikuwa nasikia kutokana sana na kuminywa mkono kwa nguvu, nilikubali na kumwahidi sitarudia kuonana na Penina wala kuja nyumbani bila ruhusa yake. Basi baada ya kukubaliana naye aliondoka, na muda huo nikasikia sasa nikiitwa kwa nguvu. Nilifungua macho na kukuta dada yangu ndo alikuwa akiniita kwa sauti iliyojaa hofu. Akaniuliza, mbona ulikuwa unaweseka tu huku unalia, vipi unaumwa au ulikuwa unaota? Aliniuliza ila mimi sikumjibu kitu. Nilikaa huko sasa nikipumua kwa kasi. Sauti nzito iliyojaa ukali ilizungumza ndani yangu ikinitaka niondoke haraka sana. Sasa mimi sikwaza mara mbili, niliinuka haraka na kufungua mlango nikatoka. Dada alibaki ananiita tu ila mimi sikumsikia. Nilitembea haraka hadi sebuleni bila kuongea neno au kuaga. Nikawapita tu baba na mama na kutaka kufungua mlango huo kutokea nje. Sasa sijui shangazi alitokea wapi. Alikuja na kusimama mbele yangu na kuniambia hauondoki. Nimwangalia shangazi kwa macho makali na kumwambia naomba nipishe nipite. Shangazi akasema sikupishi na wala hautokwenda popote pale. Sasa baba na mama waliinuka huku akiuliza nini shida? Hakuna aliyejibu, tukabaki tu tumeangaliana macho kwa macho na shangazi. Sasa wakati hilo linaendelea ikasikika honi nje ya geti letu. Mlinzi alifungua geti, gari likaingia na kupaki parking, kisha akashuka Penina. Huku ndani shangazi akamwambia baba anishike tena ikiwezekana anifunge kamba. Baba alikuwa ni kama haelewi. Kitendo sasa cha sekunde nilipandisha nikawa nafoka vibaya mno. Shangazi na Penina walianza maombi. Wengine sasa kuona hivyo wakakimbia kunishika. Aise, haikuwa rahisi. Nilivunja vitu, niliharibu na kuumiza watu, ila maombi yalivyozidi, aise, nikazima kama mtu aliyekufa. Sikujua nini kiliendelea. Zaidi ni kuja kuamka baada ya wiki kupita. Kujiangalia nimeumia karibu kila kona ya mwili wangu. Shingoni ndio usiseme ni kama nilivikwa mnyororo wa moto. Sasa mimi nizungusha macho kuona watumishi walionizunguka nisielewe nini kimenikuta. Taratibu walininua huku sasa wakiniuliza najisikiaje. Mimi sikuweza kujibu, nikabaki na shanga tu. Penina alikuwa pembeni ananena kwa uchungu sana huku machozi yakimtoka kama mvua. Nilichukuliwa, mama akaniogesha pale na kunipaka dawa sehemu nilizoumia pale. Kisha nikapewa chakula. Nilikula huko sama tukio yote ya Sultani yakijirudia kichwani. Mama aliniangalia kwa huzuni sana akaniambia mwanangu nisamehe sana. Sikujua kukusema kulikuwa kuna kufanya ujisikie vibaya kiasi cha wewe kuchukua uamuzi ule. Sasa nimwangalia bila kumpatia jibu. Basi niliendelea kuombewa pale na maombi yalikuwa ni ya mara kwa mara, walau nikaanza kupata nafuu. Nikawa naongea japo sio sana.
Shida ikabaki kila nikilala na muona Sultani akiwa amefungwa minyororo na kuzungushiwa moto. Kwa uchungu alikuwa analia sana na kunitaka nimsaidie. Sasa moyo wangu ulikuwa unauma sana. Nikawa natamani kumsaidia, ila mwili wangu ulikuwa mzito kiasi cha kushindwa kupiga hatua. Na mbele yake na yangu tulitenganishwa na korongo kubwa sana, ambalo kwa vyovyote vile mimi nisingeweza kumfikia. Basi ndoto hizo ziliendelea kunisumbua kwa kipindi fulani. Ikafikia muda zikakata kabisa. Lakini pamoja na ndoto kukata, vita bado haikuisha. Nilianza kuumwa kichwa hadi nikaona sitoboi. Watu waliomba na kuomba wapi. Baba akasema hata siwezi kukupoteza binti yangu. Haiwezekani kabisa. Basi akaita mashehe, nikasomewa pale visomo na visomo wapi. Mwisho tukahamia hospitali. Vipimo vyote, majibu hakuna kitu. Nilichoka na kubaki sina cha kufanya. Sasa Penina alinifuata na kuniambia, Elena, unajua hili swala lako limeshaisha kitambo, wala huyo kiumbe hayupo tena, ila tu kilichobaki ni wewe na Mungu. Si unakumbuka ulichofanya Alivyosema hivyo nikumbuka kitendo nilichofanya cha kumwambia Mungu sitaki kusikia wala kuona kitu chochote kinachohusu yeye na kuchoma vitabu vyake. Kwa moyo wangu wote niliamua kufunga na kuomba toba mwezi mzima, na baada ya hapo nikatoa sadaka ya shukrani. Sasa baada ya jambo hilo nikapona na kuwa mzima kabisa. Ile kichwa, sijui ndoto, jamani yote aliondoka, nikabaki mpya na kuanza maisha upya. Nyumba, gari na kila nilichopewa na Sultani vyote viliteketea ndani ya muda mfupi. Vingine vilipotea kwa mazingira ya kutatanisha. Sasa kule tulikokuwa tukiishi mimi sikuwahi kujua ni wapi. Yaani hata ukiniuliza unapitia njia au barabara gani sijui. Yaani yote yamebaki kwenye akili yangu kama hisia fulani ya vitu vilivyowahi kutokea. So namshukuru Mungu, baada ya mwaka 1.5 niliingia kwenye ndoa takatifu na mtu aliyeniandalia. Ni nani huyo na ilikuwaje? Ngoja nikwambie. Sasa ilikuwa hivi. Baada ya kila kitu nilitafuta kazi. Mungu saidia nikapata. Na wakati huo pia nilikuwa nikiishi kwangu. Sio pale nilipokuwa naishi kabla kukutana na mpenzi jini. No, nitafuta nyumba nyingine na kujichimbia huko. Unafikiri na moyo wa chuma? Eti sijui kwamba moyo wangu ni wa chuma niende kuishi kwenye ile nyumba. Thubutu. Kuweza. Nije nitokee tena. Basi bwana, kwenye hiyo kazi yangu tulipataga safari ya mkoani. Kufika huko tukapiga kazi, na baada ya siku za kazi pale kuisha nikabaki walau sasa niupatie moyo pumziko. Hivyo nikawa sasa natoka naenda kutembea huko na huko, na katika hayo matembezi nikakutana na Mr. Right wangu kwa mara nyingine tena. Usishtuke kusikia kwa mara nyingine. Ndio, nishakutana naye hata kabla ya mpenzi jini. Umeshamjua ama bado hujamjua? Jamani, mtu huyo ni Levis. Yule niliyemtongoza na kumtaka tukazae. Na baada ya kusikia anapenda mishangazi nikagaili. Ngoja nielezee vizuri hapo nielewe, maana naona kama nakuzungusha hivi. Siku hiyo nilitoka zangu nikiwa nimevaa kishikaji tu, huku nimeshapiga maombi ya ulinzi kidogo. Kisha nikaenda chimbo la minyama. Kufika pale nikaagiza zikaletwa pale, nikapiga tumbo lilivyojaa nikasema basi nisije nikapasuka bure. Bila kuchelewa nikalipia, kisha huyo nikapanda boda ya kuweza kunirudisha hotelini. Sasa kutokana na shibe niliyokuwa nayo nikaona bora nishuke mbali kidogo na hoteli ili nitembee. Yaani paka kuja kufika sehemu hiyo ya hoteli chakula kitakuwa kimeshafanywa digestion. Kweli nikashuka na kuanza kutembea huku sasa nikiimba vipambio vyangu nini. Si unajua tena mtu akishaokoka yani kila muda unajisikia tu kumsifu Mungu. Basi nikapiga mguu mdogo mdogo. Sasa wakati nikiwa zangu natembea ikanipita gari fulani hivi, siwezi kulitaja kwa majina. Gari lile bwana lilienda mbele kidogo, mara likarudi nyuma. Akili kaniambia run. Moyo kaniambia wewe tulia, wewe ni wa Yesu. Sasa akili nayo kaniambia wewe una Yesu wewe, jichanganye kikurambe. Bwana wewe, nikajikaza kisabuni huku moyoni nikiomba na kutetemeka. Maana ilikuwa ni usiku, alafu sasa kulikuwa kimya. Gari sijui pikipiki zilikuwa ni zinapita moja moja. Basi baada ya gari kurudi nyuma, kioo kikashushwa, nikasikia hello. Sauti haikuwa ngeni kwangu. Mtoto wa kike. Nikajibu na kumwangalia anayenisalimia. Nilishangaa kumwona ni Levis. Sasa alivyochizi alisalimia alafu akaniangalia huku akijizuia kucheka. Nikaona ananiletea utoto. Kwanza nikajifanya simjui na kutaka kuondoka. Akaniita, Elena." Nikamwambia, "Samahani, tunafahamiana ama?" Akasema, "Usiseme bwana umenisahau. Mimi si ni ule mchumba wako wa siku ile." Aliongea na kushindwa kujizuia kucheka. Ukweli cheka yake sikuipenda. Kwanza anacheka nini sasa?
nachekesha au naonekana kama katuni? So nilichukia na kuanza kuondoka. Akaniomba msamaha kimasiala pale nini, nikajifanya sasa mimi nimechukia na sitaki kumsikiliza. Sasa nilipokaribia kufika hotelini nikasimama, maana sikutaka ajue nilipo. Kijana akapaki gari na kushuka ili aombe msamaha vizuri. Sasa ili tusipotezeane muda nikajifanya nimemuelewa. Akaomba namba nikampa, hakuishia hapo. Akataka nipeleke ninakoenda. Nikakataa kwa kumwambia kwamba kuna mtu naenda kuonana naye mbele kidogo. Basi alielewa, akaingia kwenye gari, huyo akaondoka. Basi baada ya hapo simu na message zilikuwa zikati. Mwanzo niliona kama usumbufu na utoto, ila ilifika muda nikazoea. Tukaanza na kutoka lunch na dinner, mwisho upendo ukazaliwa ndani yetu. Kijana akaomba ndoa. Kwa kweli sikukubali kirahisi. Niliweka mezani na timu yangu kalichukua na kulipeleka kwenye maombi. Mwisho tukapata jibu na kibali kwa Bwana. Nikasema ndio Bwana, niko tayari kupokea neema hii. Mambo yakaenda fasta kama ugali mrenda, na baada ya mwaka na miezi kadhaa tukapata katoto ketu. Jamani, ndoa ni tamu, asikudanganye mtu. Sawa ndoa ni tamu. Ni tamu. Ndio, ndoa ni changamoto na ina misukosuko, ila Mungu akiwa upande wenu hakuna itakalowashinda. Mtapishana ndio, lakini itafika muda mtawekana sawa na maisha yatasonga kama kawaida. Hivyo usiogope au kuingia ukijua utakula raha tu my dear. No, kuna milima na mabonde na kona za kutosha. Hadi kuna zile taa za barabarani. Utasimamishwa hapo na una haraka zako. Lakini katika yote Mungu anatushindia na kuishi katika pendo lake. Jamani, namshukuru Mungu kwa ajili ya ndugu zangu wote waliokuwa pamoja na mimi kwa nyakati zote, na katika shukrani hizo naomba Penina wangu awe mstari wa mbele. Jamani, kwenye maisha yako, katika maombi ya kila kitu, omba watu sahihi kwenye maisha yako. Kuna wakati unapopitia kwenye changamoto, yani kuna muda unafanya vitu kwa maamuzi yako kwa sababu hauna watu sahihi. Lakini hata kama umepitia kwenye changamoto, kuna wakati unashindwa kufanya maamuzi kwa sababu kuna watu sahihi wanakusaidia katika hayo ambayo wewe uliona labda hamna matumaini tena. Kwa hiyo kwenye maombi yako na sadaka zako, omba Mungu akupe watu sahihi. Maana huyu dada nani, huyu Penina huyu ambaye mimi namzungumzia, naweza nikasema amekuwa zaidi ya rafiki kwangu. Na uwe na rafiki ambaye hata kidogo ni mcha Mungu. Sio wewe ni mlevi na wewe unakuwa na rafiki mlevi. Hali ikitokea na kutokea hapo nani anamsaidia mwenzake? Kwa hiyo huyu Penina wangu jamani, I'm so proud. Sio yeye tu, hata Wema, japo Kawema kalinipeleka kwa mganga. Ila Wema lakini anyway niliutaka mwenyewe. Kwa hiyo mpendwa wangu, hadi kufikia hapo mimi sina la ziada. Nipende tu kuwashukuru nyote mlikuwa nami mwanzo hadi mwisho na kisa hiki. So nawapenda sana. Msikilizaji mwandaji wa hii simulizi ni Rita Stories, na naamini ya kwamba tuko umejifunza mengi zaidi. Niliye kusimulia ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Lumbas Simulizi, channel yetu mpya kabisa. Na tunashukuru Mungu kwa yote kwa sababu tunaamini channel hii ina kibali kwa Bwana. Kwa hiyo nakuomba sana subscribe channel hii kwa sababu kuna story times, love and life stories zinazokuja ambazo utajisikia vizuri sana kuzisikiliza hizo simulizi za maisha na mapenzi. Okay? God be with you till we meet again. Bye bye.